Bwana, sasa tunakutana tena ili kuweza kuendelea na hii simulizi nzuri ya Binti Risha. Nikukumbusha tu pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza, tulikuwa tunajiuliza, hivi huyu kijana Zain atampenda nani? Atampenda Risha? Atampenda mke wake Ana? Atampenda dada wa mke wake ambaye ni Zaina? Au atampenda yule Nora? Nimpende nani? Hili ndio swali ambalo alikuwa anajiuliza huyu kijana Zain. Lakini yeye mwenyewe mpaka muda huu anasema kwenye mapenzi alikuwa tu yuko tu, lakini yeye mwenyewe haelewi awe na nani kwenye mahusiano, japokuwa tayari ana ndoa na mwanadada wa kuitwa Ana. Bwana, sasa tuko hapa tuendelee katika sehemu hii ya pili kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Bwana, Binti Risha imeandaliwa na kutayarishwa na Said JR. Mimi naitwa Uncle J, na hii ni Uncle J Simulizi. Bwana, karibu tupate kujua kilichoweza kuendelea. Kwani mimi sikutoshi mume wangu? Kwani usinitoshe mke wangu? Wewe ndo muhibu wa roho yangu, huba la penzi langu. Kwako naweza nikasema penzi langu halielezeki. Niliamua kukuoa wewe kwa sababu niliona ni mwanamke ambaye umetimia kwa kila kitu ninachokitaka mimi. Of course, naelewa kwamba kila mwanadamu ana mapungufu yake. Kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni kuona ulinipenda pamoja na mapungufu nilionayo. Kwa hiyo siwezi kukusaliti kipenzi changu. Unasema kweli au unanijaza tu hapa ili ule kitumbua changu? Hapana, sisemi haya ili unipe penzi, lakini hata hivyo wewe ni mke wangu, ni haki yangu kuweza kupata penzi lako. Ndio. Ni haki yako kunila muda wote ule unaojisikia. Sema tu unanikera sana hiyo tabia yako ya kuficha mambo mpaka na kuona kama vile unanisaliti. Unajua yule mama niliyemwona asubuhi nilidhani ni mwanamke wako. Jamani, naanzaje kuwa na mwanamke wa mtu mzima kama vile? Unaweza kuwa naye vizuri tu. Ndio nyinyi mnaoita mashangazi. Sasa kwani usiwe naye? Sio mimi bwana, mimi sio mtu wa mashangazi bwana. Kwa hiyo ni mtu wa mademu wa bichi au sio? Ana, naanzaje kutamani mwanamke mwingine wakati wewe ni mke wangu, ni mzuri mwenye kila sifa ninayopenda mimi? Hapo niliongea hivyo kumsifia tu Ana, lakini kusema ule ukweli kilini mwangu bado nilikuwa sijatulia kabisa kwenye swala zima la kupenda mademu. Yaani ukiniuliza mpaka sasa hivi nampenda nani? Sijui nampenda nani. Sasa itakuwaje? Nimpende nani? Huyu ndo mtoto tajiri kwao, maisha safi ndo ananifanya mimi mpaka maisha yangu yamebadilika. Na mpaka kazi ninayo. Ni huyu Ana kwao, maisha super. Lakini mbaya zaidi tayari nishamla mpaka na dada yake. Haya, kuna yule binti Mswahili chafujo Risha. Achana huyo. Nora aloniambia hata nisimjue. Lakini Nora namjua. Anipenda sana. Sasa imekwaje Nora naye amebadilikia? Lakini najua Nora anipenda. Lakini mimi ukiniuliza mpaka sasa hivi akilini mwangu mimi bado nilikuwa sijatulia kabisa kusema ule kweli kwenye swala zima la kumpenda mwanamke. Hapana. Sasa kwa wakati huo nilikuwa tunamridhisha Ana. Kwa nilimkumbatia pale Ana na kisha tulianza kupeana mabusu mwanana kabisa. Huku bomba la mvua nalo lilikuwa likinogesha utamu wa busu letu. Kadiri muda ulivyozidi kwenda, ndivyo ashki ya kuendelea kupeana utamu ilikuwa inazidi kuongezeka. Sasa Ana akaniambia baby, nikamwambia mke wangu, unajua nakupenda sana Zain. Nalijua hilo malkia wangu. Sije kuniacha Zain. Sidhani kama nitaweza kuishi bila wewe. Sioni kama kuna mwanaume mwingine ambaye ataweza kunipa raha ambazo unanipatia mume wangu. Aliongea Ana huku akiwa na hema kwa shida kweli kweli. Mpaka hapo nilijua kwamba tayari mambo yalikuwa yameshampanda, maana ilikuwa ni kawaida yake Ana. Akipandwa tu na nani basi ataanza pale kuongea kuhusu mahaba mwanzo mwisho. Maneno ya usiniache mume wangu na kupenda nitakufa mimi kama ukiniacha sijui na nini, ilikuwa ni kawaida tu kuweza kuyasikia kutoka kwa mke wangu Ana. Basi bwana, baada ya kuona yuko tayari kwa kulewa, nilimgeuza pale nikamshikisha ukuta wa bafu na kisha nikambinua kwa nyuma. Kitendo ambacho kilimfanya sasa kitumbua chake kionekane vizuri huko kwa nyuma.
Nilichukua kifaa changu cha maangamizi ambacho kwa wakati huo kusema kweli kilikuwa kimetuna vibaya mno mpaka mishipa ile midogo midogo ile ya damu ikawa imejitokeza. Sikuwa na huruma kwa swala zima la kutiana. Na huenda ndio sababu iliyokuwa inamfanya Ana nipende sana mimi. Nilianza pale kumpelekea moto kwa kasi ya umeme. Maji kutoka kwenye bomba la mvua nayo ndio ilizidi kunogesha penzi letu kule bafuni. Moja ya vitu ambavyo niligundua ni kwamba Ana na yeye alikuwa ni kama wanawake wengi tu ambao nimewahi kulala nao. Wote walikuwa na tabia moja ya kupenda kupeana mapenzi kwa fujo. Yaani Ana alikuwa haridhiki kabisa, yaani kama nitamwingilia kistaarabu haridhiki. Siku zote alikuwa anapenda kwenye kutiana, basi nisiwe na huruma na yeye hata kidogo. Kwa mimi nilikuwa nafanya kama vile ambavyo mke wangu Ana alikuwa anataka. Masuala ya kumpigia makofi mepesi nini, kumvuta nywele, sijui kumvunja, sijui style tofauti bila kumwonea huruma, ni vitu ambavyo Ana alikuwa anapenda. Kwa hiyo nilikuwa sifanyi makosa hata kidogo kwenye hiyo engo. Nilikuwa nahakikisha namkamua mpaka akili namkaa sawa na nipo namwacha. Siku hiyo tukiwa bafuni, nilimtia sana Ana mpaka akawa kuna muda alikuwa anataka kunikimbia mule bafuni. Mimi nilimzuia kwa kumbananisha kwenye pembe ya ukuta mule bafuni. Kwa niliendelea kumkamua bila hata huruma. Na hivi mimi nilikuwa ni mtu wa mazoezi, kwa nilikuwa na energy kutosha kabisa. Kuna wakati Ana alikuwa analia mpaka machozi yanamtoka, lakini muone nilikuwa sijali hilo. Na ndio kwanza nilikuwa busy kumkunja style nyingine tofauti. Miongoni mwa style ambayo kila demu nilimweka ilikuwa ni lazima alie, ilikuwa ni style ya mguu begani. Wenyewe wazungu wanaita leg on shoulder. Kwa kuwa nilikuwa na mtalimbo mkubwa na ile style, mnakuwa mmesimama vizuri. Kwa basi kitumbua kinakuwa kimeelekea chini hivi. Sasa unapokuja kuingiza gobole kwa kiasi fulani hivi, linakuwa linagusa kule mpaka kwenye mambo yetu kule. Hapo lazima tudemwa, yani lazima tualie, labda kama unakibamia. Lakini kama uko vizuri hivi, hata demo awe sijui aina gani Pro Max kwa style hiyo lazima tualie. Mpaka tunamaliza ule mchezo wetu, mke wangu Ana alikuwa iko hoi sana kusema kweli. Tulioga pale kwa pamoja na kisha mke wangu alipanda kitandani kwa ajili ya kuweza kulala. Kwa mimi nilikuwa bado sijalala. Ilibidi niende kwanza sebuleni kupata chakula, maana vinginevyo nisingeweza kulala kutokana na kwamba njaa ilikuwa inaniuma vibaya mno. Nilipomaliza tu kula nilirudi chumbani kwangu nikapanda kitandani kulala na mke wangu Ana. Usiku majira kama ya saa 8 hivi, simu yangu mimi ilianza kuita. Nilipoamka nilikuta ni Risha ndiye alikuwa ananipigia. Kwanza niliachia msonyo kwa maana nilijua tu Risha hana cha maana cha kuniambia zaidi tu kutaka kunikera. Na hata hivyo niliona ngoja nimpokelee tu simu ili nijue na shida gani. Nilipopokea tu simu, sauti ya Risha akawa analia. Akaniambia, Zain mamangu Zain. Nikamwambia Risha, hebu tulia kwanza. Ananiambia, mama yako akafanya nini? Zain, mamangu hamki. Sielewi kama amekufa au bado yuko hai. Mamangu hamki Zain. Nikamwambia sawa Risha, hebu tulia. Usiwe na wasiwasi, mimi nakuja sasa hivi. Lakini pia napiga simu kuweza kuita gari la wagonjwa, sawa? Kwa haraka pale nilikata simu na kisha nikapiga simu hospitalini kuita gari la wagonjwa. Wakati huo tayari nilikuwa nimeshatoka kitandani mwangu. Kwa nilivaa pale nguo zangu na kisha haraka nikatoka pale nyumbani. Nikiwa niko njiani Risha alinipigia tena simu. Nikamwambia Risha, usiwe na wasiwasi, tayari nimeshaita gari la wagonjwa, litakuwa hapo muda si mrefu. Mimi nipo njiani nakuja, wala hata usijali. Sasa kabla hata Risha hajasema chochote, ghafla niliona fuso likiwa linakuja kwa kasi mno upande wa barabara. Kwa kuwa nilikuwa nipo kwenye mwendo haraka, nilijaribu kulikwepa lakini haikuwezekana. Lile fuso lilinigonga mimi kwa mbele kiasi cha kufanya gari langu dogo aina ya BMW kunyambuka vipande. Msikilizaji, unajua katika maisha yako yote ya hapa duniani, omba sana Mungu sije kupata ajali kama hii nilikuwa nimepata mimi. Hizi ajali zione tu kwenye vyombo vya habari, ila sio ikukute. Kwa kweli ni tukio la kutisha vibaya mno. Kila napoikumbuka ile siku niliyopata ajali, kwa kweli huwa nabaki tu kumwambia Mungu asante. Kwa maana bila yeye leo hii mimi nisingekuwa hapa, kwa maana ya kwamba kusingekuwa kuna mtu wa kuweza kusimulia huu mkasa wangu.
Mara baada ya kugongwa na lile fuso, hakuna nilichokuwa ninakiona. Japokuwa macho yangu yalikuwa yako wazi, lakini kitu pekee kilichonisaidia ni kwamba nilikuwa nimefunga mkanda kwa sikuweza kurushwa nje ya gari. Hali ambayo nilikuwa nayo kwa kweli ni kudra tu za Mwenyezi Mungu mimi kuwa hai. Damu zilikuwa zikinitoka kama maji kwenye bomba. Sikuwa na nguvu hata ya kuchezesha kope kusema ukweli. Nilibaki pale pale kwenye kiti cha dereva nikiwa nimetulia tu. Na mbaya zaidi ilikuwa ni usiku wa manane, kwa hiyo hata watu wa kunipa msaada hawakuwa wengi barabarani. Kutokana na kuvuja damu nyingi. Sikujua. Muda mrefu nilikuwa nimepoteza fahamu. Hivyo kilichoendelea baada ya hapo sikuwa nakijua kabisa. Nilipokuja kuamka, unajua nilijikuta niko hospitalini. Na hapo nilikuwa nimetundikiwa miguu yangu ilikuwa imewekwa hivi juu. Yaani utadhani labda ni nyama ipo buchani. Kichwa changu chote kilikuwa kimezungushiwa mabandeji pamoja na kufungwa hogo kwenye miguu yangu yote miwili. Hata mkono wangu pia wa kulia uliwekwa hogo, pia wanaita kwa Kiingereza. I think so. Sasa mtu wa kwanza kumuona mara baada ya kuamka alikuwa ni mamangu mzazi, ambaye yeye alikuwa anasinzia pembeni yangu. Kwa sauti ya chini sana nilimuita mama. Sauti hiyo ilipenya mpaka kwenye mishipa fahamu ya mama, kitendo ambacho kilimfanya mama yangu amke. Akaniambia, mwanangu, umeamka? Oh, asante Mungu. Mungu ni mwema kijana wangu, umeamka. Aliongea mama yangu, lakini hapo machozi ya furaha yalikuwa yanamtoka. Kwa hali niliyomwona nayo mama yangu ni wazi kabisa alikuwa kwenye majonzi makubwa sana kwa sababu yangu. Nikamwambia, mama, nini kimenipata? Usijali mwanangu, utapona. Ulipata ajali lakini usijali, utapona mwanangu. Mama aliponiambia kwamba nilipata ajali, hapo sasa ndipo nilipoanza kukumbuka kila kitu kilichokuwa kimetokea ile siku. Nilikumbuka namna ambavyo lile fuso lilikuja kunigonga yaani linigonga kweli kweli. Nikamwambia mama, kwa hiyo mimi nimeumia sana, si ndio? Hapo nilimuuliza mama yangu huko sauti ikiwa iko chini sana, na hii ni kutokana na maumivu niliyokuwa nayapata. Yaani kila nilipokuwa naongea nilikuwa napata maumivu makali mno. Lakini haukupita muda mrefu mke wangu Ana na familia yake pamoja na daktari alikuwa ananitibia waliingia mule wodini. Kwanza wote walionekana kunionea huruma sana kutokana na hali niliyokuwa nayo. Kitu ambacho mimi kilinipa hofu zaidi ni kwamba sikuwa na hisi chochote kuanzia kiunoni kwenda chini. Unajua mpaka nilimuuliza daktari, mbona sihisi kitu miguuni mwangu? Nilimuuliza daktari huku nilikuwa namtazama usoni. Daktari hakuniambia chochote. Hakuniambia kwa nini nipo vile. Badala yake yeye alitabasamu tu na kisha akaniambia kwamba nitakuwa tu sawa, ingawa nilikuwa kwenye hali mbaya ya kiafya, lakini bado ubongo wangu ulikuwa unafanya kazi vizuri tu. Kwa hiyo kwa haraka niligundua kwamba mimi nimepooza miguu, yani nimeparalyze. Kwa kweli niliumia sana msikilizaji. Kuhusu yule mwanamke Arisha pamoja na mama yake sikuwa najua chochote kuhusu wao. Na mbaya zaidi, nilipotaka kuongea naye kwa simu, daktari aliniambia kwamba kutokana na tatizo nililokuwa nimepatwa sikutakiwa kuweza kuongea na simu kwa muda ule. Kwa niliendelea kupatiwa matibabu pale hospitalini, ambapo nilikuja kugundua kwamba nilikuwa nimepooza miguu. Ama kweli hujafa hujaumbika. Kwenye maisha yangu mimi sikuwahi kuwaza kama ipo siku nitapooza miguu. Kitu pekee mimi kilichokuwa kinanipa tumaini ni uwepo wa mamangu pamoja na familia ya mke wangu. Kwa niliendelea kupatiwa matibabu mdogo nikiwa pale hospitali. Nakumbuka ulipita mwezi mimi bado niko pale hospitali. Hamu ya kutaka kujua hali ya Arisha pamoja na mama yake ilinijia. Kwa niliamua kuweza kumtumia yule rafiki yangu Alibonge. Nilimweleza hali kila kitu kuhusu Arisha na kisha nikamtaka aende Mbezi Beach kumuona Arisha, maana hata simu zake kwa wakati huo zilikuwa hazipatikani. Nakumbuka rafiki yangu Alibonge mara baada ya kutoka Mbezi Beach kwa Arisha aliniletea taarifa ambayo kusema ukweli ilizidi kunivuruga. Aliniambia kwamba ile nyumba ambayo nilikuwa nimemnunulia Arisha imeuzwa. Na Arisha mwenyewe hajulikani ni wapi alipo. Kwa kusema ukweli nilikuwa sitaki mtoto nje ya ndoa, lakini kitendo cha Arisha kutoweka ghafla hali ya kuwa alikuwa na mimba yangu kilinipa huzuni sana. Hasa kwa kuamini ya kwamba kutokana na matatizo niliyoyapata basi huenda sitopata tena mtoto. Hivyo niliumia sana kumpoteza Arisha, kwa maana ya kwamba alikuwa na ujauzito wangu.
Nilifanya kila linalowezekana ili kuona kama naweza nikampata Risha, lakini sikufanikiwa kwenye hilo. Na mbaya zaidi, hapakuwa na taarifa yoyote ile kuhusu yeye pamoja na mama yake. Kwa hiyo sikuwa najua kama Risha yuko hai au amefariki dunia. Baada ya miezi 4 kupita nikiwa bado niko hospitalini, madaktari walikuwa wananitibia walinishauri kama tuna uwezo basi ni bora nikasafirishwa kwenda Uingereza kwenye hospitali kubwa ya mifupa. Pengine huko huenda nikapata tiba ya tatizo langu la kupooza kwa miguu. Kwa kuwa swala la pesa halikuwa tatizo kwenye familia ya mke wangu Anna, niliweza kusafirishwa mpaka London, Uingereza, kwenye moja hospitali kubwa mno duniani. Binafsi mimi sikutaka kwenda na mtu kwa sababu niliamini ya kwamba kama nitaenda na mama yangu au mke wangu, kila siku atakuwa na huzuni kutokana na hali ambayo mimi niko nayo. Maana hata huko Uingereza kwenye tulienda tu kwa sababu ya kujaribu tu tiba. Hakukuwa na uhakika moja kwa moja kwamba mimi naweza nikapona tatizo langu la kupooza miguu. Nakumbuka mara baada ya kufika Uingereza nilianza kufanya matibabu. Maisha yangu kwa kipindi hicho nilikuwa ni mtu wa kutembelea kiti mwendo, kwa maana ya kwamba miguu yote ilikuwa imepooza kuanzia kiunoni kushuka chini. Kwa siku ziliendelea kukatika huku mimi nikiendelea na matibabu. Na kila nilipokuwa napata matibabu nilikuwa nawasiliana na familia yangu nyumbani. Namshukuru sana baba mkwe wangu, unajua hakuwahi kunikata tamaa. Yaani katika haya matibabu yangu, gharama zote zilizokuwa zinahitajika kwa ajili ya matibabu yangu, yeye alikuwa analipia. Baada ya kufanywa matibabu kwa kipindi cha miezi 6, taratibu nilianza kuona matumaini. Kwa mbali nilianza kupata hisia kwenye miguu yangu. Kwa kweli lilikuwa ni jambo lilonifurahisha sana mimi pamoja na familia yangu. Kwa niliendelea kumwomba Mungu aniponye huku matibabu nayo yalikuwa yakiendelea. Huwezi kuamini, yaani kama utani mdogo mdogo nilianza kupata hisia miguuni mwangu. Taratibu nguvu ilianza kurejea kwenye miguu yangu. Nilianza kufanya mazoezi ya kutembea ambayo kwa kiasi kikubwa yaliweza kunisaidia sana mimi kurudi kwenye hali yangu ya kawaida. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, basi ndivyo nilivyozidi kurudi kwenye hali yangu ya kawaida. Hatimaye msikilizaji, nakumbuka ilikuwa ni kwenye mwezi wa 5 mwaka 2022 hivi. Niliweza kupona vizuri tu. Hapo mpaka napona tayari mwaka mmoja na wiki kadhaa zilikuwa zimeshapita. Niliweza sasa kufanya safari ya kurudi nyumbani Tanzania. Na nakumbuka kabla ya kuanza safari, familia yangu, yani mke wangu Anna, ndugu zake pamoja na mama yangu walikuwa wameniambia kwamba siku ambayo narudi Bongo, basi wote lazima watakuja airport kunipokea. Na watafanya sherehe kubwa sana kama sehemu ya kumshukuru Mungu kwa kuniponya maradhi niliyokuwa nayo. Kwa hiyo hata nilipokuwa kwenye ndege narudi nyumbani, nilikuwa najua kabisa nitakutana pale na vibe la kutosha la watu airport. Maana mpaka wafanyakazi wote wa kampuni ya baba mkwe wangu walikuwa wameambiwa ya kwamba waje kunipokea. Bana. Kweli ndege nilikuwa nimepanda iliweza kutoka katika ardhi ya Tanzania salama salamini. Nakumbuka nilitoa Tanzania majira ya saa 11 hivi za jioni. Nilikuwa nimevalia mwenye suti yangu kali tu nyeusi. Yaani utadhani nilikuwa nipo kwenye mkutano wa kibiashara. Nilipotoka tu nje lango la kuingilia ndani pale, nilikutana na familia yangu ikinisubiri. Wa kwanza kunikumbatia kwa furaha alikuwa ni mke wangu Anna, na kisha akafuatia mama yangu pamoja na watu wengine. Nilikuwa naendelea pale kusalimiana na familia yangu, ghafla moyo wangu uliripuka kwa mshangao, na hii ni mara baada ya kumuona Risha akiwa amebeba mtoto mkononi mwake. Risha alikuwa kasimama pamoja na wafanyakazi wa kampuni ya baba mkwe wangu. Unajua nilijikuta nikimtazama Risha kwa muda mrefu sana, huku akilini mwangu nikiwa najiuliza maswali ambayo mwenye majibu alikuwa ni Risha. Na kilichonifanya nimshangae Risha sio tu kwa sababu yuko pale na mtoto, bali ni pamoja na uzuri wake. Risha alikuwa kaongezeka uzuri, pengine hata mara 20 zaidi ya vile alivyokuwa hapo awali. Risha alikuwa na ng'aa vibaya mno, na ukumbuke nilikwambia kwamba alikuwa ni chotara huyo. Ngozi yake bila hata kugusa kwa mbali tu ilikuwa inaonekana ni nyororo vibaya mno. Ingawa alikuwa amevaa gauni refu mpaka chini, lakini bado umbo lake zuri lililojaliwa na Muumba lilikuwa linaonekana. Msikilizaji, sijui hata nisemaje, ila tu kusema ule kweli, huyu binti kama ni uzuri, naweza nikasema yeye alipendelewa ise. Sasa nikiona mshangaa Risha, ghafla mke wangu Anna alinipungia mikono usoni kama kunishtua fulani hivi. Akaniambia, mume wangu, huyu dada anaitwa Risha, ni mwanahisa mkuu katika kampuni yetu. Yupo hapa kukupokea kwa sababu na yeye pia ni sehemu ya watu tunaofanya nao biashara. Aise, unajua nilibaki mdomo wazi. Nisijue nini cha kusema. Yaani Risha huyu ninamjua mimi leo hii kama mwanahisa mkuu katika makampuni ya baba mkwe wangu. Haya, huo utajiri wa kununua hizo hisa kautolea wapi huyu Risha? Na ina maana mtoto ambaye kambeba ni mtoto wangu ama?
Ni maswali ambayo nilikuwa najiuliza mimi mwenyewe kimoyomoyo. Sasa nikiwa bado nimesimama tu, maana nilikuwa sijui hata nimsogelea au la, yani sielewi nifanye nini. Risha alinisogelea huku akiwa na tabasamu na kisha akaniambia, habari yako Mr. Zain? Pole sana kwa maradhi. Nye, sio poa ise. Unajua Risha alikuwa na sauti nzuri vibaya mno. Mpaka nikawa najiuliza kama ni Risha huyu. Risha huyu kivuruge wangu? Mrs. Chafujo ninayemjua mimi? Au huyu Risha mwingine huyu? Unajua kile nilipomtazama usoni, Risha alikuwa anatabasamu tu. Kusema ukweli, huyu binti alinivuruga akili yangu. Na pale Ana aliponiambia kwamba ni mwanahisa mkuu wa kampuni ya baba mkwe wangu, ndo kabisa nilizidi kupaga. Na Risha alinichanganya zaidi pale aliponiambia kwamba huyu mimi ni mtoto wangu anaitwa Rahim. Ndio kwanza na miezi 3 tokea najifungue. Alisema Risha huku akiwa ananipa yule mtoto ni mbebe. Kusema ule kweli msikilizaji, kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nilijikuta machozi ya furaha yakinitoka, na hii ni mara baada ya kuwa nimembeba yule mtoto. Kilichonifanya nitoke na machozi ni kuona leo hii nimembeba mtoto wangu kwenye mikono yangu, wakati hapo nyuma nilitaka mimba yake itolewe. Cha kufurahisha zaidi, nilipokabeba tu kale katoto kalianza kucheka huku kakionekana kunifurahia mimi. Moyoni mwangu nilikuwa najisemea, mwanangu nisamee sana kwa kutaka kukua. Kumbe kuwa baba ni raha kiasi hiki. Ilibidi muulize Risha, nikamwambia umesema huyu mtoto anaitwa nani? Nilimuuliza hivyo Risha akasema anaitwa Rahim. Unajua sikutaka kuuliza chochote kuhusu baba yule mtoto kwa sababu nilikuwa na uhakika kabisa ya kwamba yule mimi ni mtoto wangu. Nikamwambia unaweza kuniachia nimbebe kidogo? Nilimuuliza swali hilo Risha, na yeye akanijibu kwamba sio kumbeba tu, ukitaka unaweza kuwa hata baba yake wa kambo. Risha alinijibu kiutani, kitendo ambacho kilichofanya watu wote tuliokuwa pale tuangue kicheko. Zoezi la kuelekea kwenye parking ya magari lilianza, na muda wote mimi nilikuwa nimekabeba kale katoto. Na tulipofika kwenye parking nilimpatia Risha mtoto wake, kisha kila mmoja sasa aliweza kuingia kwenye gari tofauti. Mimi nilipanda gari moja pale na mke wangu, na kisha watu wengine wakapanda magari mengine. Kwa safari ya kwenda Masaki nyumbani kwa baba mkwe wangu ilianza. Tuko njiani, mke wangu Ana alianza kuongea kwa kuniambia, mume wangu, nadhani ni muda sasa na sisi tuna mtoto. Hapo kwanza nilitabasamu kidogo na kisha nikamwambia, mbona muda bado mke wangu? Nakumbuka uliniambia mpaka ufikishe miaka 27 ndo tuanze kuzaa watoto. Ni kweli. Ila nimeona jinsi ulivyokuwa na furaha wakati unambeba Rahimu mtoto Risha. Binafsi nimeona kama vile sijakutendea haki mume wangu. Kama ningekuwa nimeshakuzalia mtoto leo hii, ungekuwa na mtoto wako na sio mtoto wa mtu mwingine. Jamani malkia wangu, usiniambie kwamba umeona wivu nilipombeba yule mtoto. Hapana, wala sijaona wivu. Ila tu nimetamani tu na mimi ningekuwa nimekuzalia mtoto. Basi mke wangu, wala usijali. Kama umekubali tuzae watoto, kazi ni kwako tu. Mimi niko tayari muda wote kwa sababu nakupenda. Napenda pia watoto, nakupenda pia na wewe mwenyewe. Kwa hiyo hapo tuliendelea na safari mpaka tumefika Masaki nyumbani kwa baba mkwe wangu. Siku hiyo nyumbani kulikuwa kumepambwa sana, na baadhi ya majirani zetu wa karibu walikuwa wamealikwa kwa ajili ya kuweza kunipokea mimi. Tuliweza kufanya dua kama sehemu ya kuweza kumshukuru Mungu kwa kuniponya kwenye matatizo niliyokuwa nayo. Kwa niliweza kuwashukuru watu wote waliokuwa bega kwa bega na mimi tangia nilipokuwa naumwa mpaka kupatiwa matibabu. Majira ya saa 3 kasoro za usiku hafla yetu ilikuwa imeisha. Kwani wageni walikuwa walishaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Wakati wote huo msikilizaji, mimi macho yangu yalikuwa kwa mwanadada Risha tu, kusema ule kweli. Yaani kusema ule kweli nilitamani nipate nafasi ya kuzungumza naye faraga, lakini kwa bahati mbaya hilo halikuwezekana. Bana watu walikuwa ni wengi, na isitoshe pia mke wangu Ana alikuwa na mimi. Baada ya watu wote kuweza kuondoka, mimi niliamua kupanda juu kabisa kwenye paa la nyumba yetu. Na kama nilivyokuambia, hili jumba la baba mkwe wangu lilikuwa ni la ghorofa 3. Kwa kule juu kulikuwa kuna sehemu ya kupumzika ambapo mara nyingi huwa tunalitumia kukaa nyakati za jioni. Basi baada ya kupanda kule juu nilitoa simu yangu na kisha nikampigia rafiki yangu Alibonge ambaye naye tayari alikuwa kashaondoka pale nyumbani mara baada ya hafla yetu kuweza kutamatika. Nikamwambia, ndugu yangu Ali,
Niambie kaka. Nikamwambia sasa, unajua kuna jambo sielewi kabisa kaka. Jambo gani tena Zaini? Nikamwambia si unakumbuka mimi niliwahi kukuambia kwamba kuna binti nilimpa ujauzito mpaka nikakwambia wewe uende nyumbani kwake kumwangalia. Kaka nakumbuka. Sasa binti mwenyewe bwana ndo huyu Risha. Zaini bwana usiniambie kama demu mwenyewe ndo huyo kaka. Ndo huyo bro. Ina maana huyo mtoto aliyenaye ni mtoto wako? Ndo maana yake kaka. Mungu wangu. Oya balaa gani tena hili? Ina maana mkeo ana bado hajajua kuhusu hili? Sina uhakika. Ila tunadhani bado hajajua. Kwa sababu kwa ninavyomjua kama angekuwa ameshalijua hili, basi kusingekuwa na amani aina yoyote hapa, pasingekalika. Sasa utafanyaje kaka? Kwa kweli bado sijui nifanye nini. Kwa sasa nataka kujua huyu demu kapata wapi utajiri. Lakini pia nataka kujua lengo lake kwangu ni nini. Ndo hivyo, kwa sababu kama ni kuwekeza kwenye makampuni ya uchimbaji gesi, makampuni hapo ni mengi mno tu. Kwa nataka kujua kwa nini achague kampuni yetu. Sawa. Sasa unataka mimi nikusaidie nini kwenye hilo swala? Natumaini utakuwa unamjua vizuri sana kwenye utendaji wake wa kazi, sivyo? Namjua. Kwenye kazi hana masiara kabisa Risha, ni mkali kama mbogo endapo mtu akizingua kwenye kazi. Kwani anaishi wapi sasa hivi? Huyo manza anaishi Mikocheni. Na sijawahi kwenda, ila tu kwa waliokwenda wanasema anaishi kwenye kasri, maana jumba lake ni kubwa balaa. Okay poa Ali. Tutaongea zaidi kesho, basi mimi nikija tu ofisini tutamaliza. Kaka, yaani umerudi leo, kesho unataka kuja kazini? Sina muda wa kupumzika Ali. Kumbuka tuliwahi kuchukua milioni 521 kwa siri, kwa hiyo ni lazima nifanye kitu kwa ajili ya kurudisha hiyo pesa. Lakini pia lazima nichukue tahadhari kwa maana ya kwamba sijui lengo la Risha kuamua kuwa karibu na familia ya mke wangu ni nini. Sawa kaka, basi tutaonana basi kesho. Hapo nilikata kwanza simu na kisha nikarudi chumbani ambapo nilimkuta mke wangu akiwa amelala fofofo kutokana na moto ambao nilikuwa nimempelekea muda mfupi uliokuwa umepita. Siku iliyofuata asubuhi na mapema mimi niliamka. Nilianza pale kujiandaa. Nikiwa navaa koti la suti yangu nyeusi nilokuwa sasa nalivaa. Mke wangu Ana naye pia aliamka kutoka usingizini. Ana alishangaa kuona mimi najiandaa kwenda kazini, kwa maana ya kwamba ningepumzika kwanza nyumbani hata wiki moja, baada ya hapo ndio ningeendelea na kazi kama kawaida. Mpaka Ana mwenyewe akaniambia, mke wangu siniambia kwamba unataka kwenda kazini? Nikamwambia mke wangu, naenda kazini. Ndio kwanza umerudi jana mume wangu. Haraka ya nini? Kuna usipumzike kwanza mume wangu? Nipumzike? Kwa kweli hapana. Unajua nimekuwa nje ya kazi kwa mwaka mzima. Binafsi natamani sana kurudi kazini. Na kwa kuwa nimepona sioni kama kuna sababu ya kwenda kulala tu. Sawa. Ila usiondoke mpaka nikuandalie chai. Kweli ana. Mume wangu. Wakati unaumwa nilijikuta najifunza sana kupika mume wangu. Kwa sasa hivi naweza kupika vizuri tu. Sikuamini mpaka nikuone kwa macho yangu. Maana sikumbuki ni lini wewe uliwahi kuweza kuingia jikoni. Nimebadilika sasa hivi mume wangu, nataka unipende zaidi ya unavyonipenda sasa hivi. Ina maana upendo ninaokupa kwa sasa hautoshi? Unatosha mume wangu, sema tu mimi mwenyewe nataka kuweza kuanza kufanya majukumu yangu ya ndani kama mke wako. Okay, sawa mke wangu, vyovyote utakavyoamua kwangu ni sawa. Kweli mke wangu aliinuka pale kitandani akaingia bafuni kujifanyia usafi wa kinywa pamoja na mwili na kisha akatoka. Alivaa nguo za kushindia na kisha huyu akalekea jikoni. Nusu saa mbele tayari chai ilikuwa imeshakamilika. Kwa familia nzima tulikutana pale mezani kwa ajili ya kupata kifungua kinywa. Baba mke wangu mzee Mposilile pamoja na mkewe walishangaa sana kuona mimi nataka kwenda kazini, hali ya kuwa nimerudi jana tu kutoka hospitali. Kwa hiyo wote walijaribu kuniambia nitulie kwanza nyumbani kwa siku kadhaa, lakini mimi niligoma. Hivyo mwisho wa siku alinikubalia tu. Lakini baba mkwe wangu alinisifu ya kwamba amepata mkwe ambaye ni mchapakazi na hodari kweli kweli. Basi baada ya kupata pale kifungua kinywa, mimi baba mkwe wangu, Zaina dada yake na Ana pamoja na Ana mwenyewe tulianza safari kuelekea kazini kwetu, Mnazi Mmoja, ambapo jengo la ofisi inayomilikiwa na baba mkwe wangu ndipo ilipo. Majira ya saa 3 kasoro tulikuwa tumeshafika kwenye jengo letu la ofisi. Mara baada ya kufika kila mtu pale alienda kwenye kitengo chake. Nilipoingia ofisini kwangu, nilimuita pale rafiki yangu Alibonge, tukaanza pale kujadiliana.
Sasa tukiwa tunaendelea kuongea, ofisi yangu ilikuwa iko juu kabisa kwenye ghorofa ya 8. Na lile jengo la ofisi yetu lilikuwa limewekewa sehemu hivi ya kuweza kutua helikopta kwa juu. Sasa kwa kuwa ofisi yangu ilikuwa iko juu na ilikuwa ina madirisha makubwa ya kioo, ilikuwa ni rahisi mimi kuweza kuona vizuri tu helikopta ambayo inatua juu ya ghorofa letu. Sasa nikiwa naendelea kuongea na Alibonge, niliweza kuona helikopta moja ikitua juu ya pala ghorofa letu. Helikopta zote ambazo zilikuwa zinakuja pale mara nyingi mimi nilikuwa nazijua, isipokuwa helikopta ambayo ilikuwa imekuja siku hiyo, kusema ile kweli sikuwa naijua. Ilibidi muulize Ali, nikamwambia unaijua hii? Nani anayekuja na helikopta ofisini? Au ni watu kutoka serikalini? Ali kaniambia hapana, hata mimi sijui, ila hii helikopta huenda ikawa ni helikopta ya serikali. Unajua serikali inazo helikopta nyingi tu. Nikasema ya ni kweli, sema hebu ngoja kwanza tuone nani anashuka ndani yake. Sasa hapo nikawa nimeelekeza macho yangu kule kwenye ile helikopta. Niliweza kumwona Risha kishuka ndani ile helikopta. Risha alikuwa amevaa suruali ya jeans iliyokuwa imemshika vyema kwenye makalio yake makubwa, na kwa juu alikuwa na topu nyeupe, huku nywele zake ndefu zikiwa zimeshuka mpaka usawa wa makalio yake. Kusema ule kweli, Risha alikuwa ni mzuri mno. Kitendo ambacho kilichonifanya mimi nifurahi tu kumtazama. Unajua kuna msichana yani unamtazama mpaka mwenyewe unafurahi. Sasa nikiwa naendelea pale kumwangalia, ghafla furaha yangu ilianza kuingia doa. Na hiyo ni mara baada ya kumuona mwanaume mmoja aliyekuwa kavalia suti nyeusi na yake anashuka kutoka ndani ya hiyo helikopta, huku akiwa amembeba mtoto Rahim mikononi mwake. Kwa unadhifu wa mavazi aliyokuwa ameyavaa yule mwanaume, sambamba na muonekano wake kwa ujumla, ni wazi kabisa alionekana mtu mwenye hadhi kubwa sana ya kimaisha. Mpaka nikawa nimemuuliza Alibonge, huyu jamaa ni nani? Alibonge akaniambia msimjui Zain. Labda atakuwa ni baba wa mtoto wake. Nikamwambia bwacha ujinga wewe. Toka lini yani? Mtoto kama yule ambaye hata mwaka mmoja hajafikisha. Alafu mwanamke akawa na mwanaume. Kwanza muangalie ile suti aliyovaa. Angalia viatu saa. Anaonekana kabisa ni mtu mwenye pesa zake. Sasa kaka atakuwa nani? Na kwa nini Rishaji na mtoto kazini? Tutajua tu kila kitu, hebu tuwafuate kwanza. Zaini subiri kwanza. Mbona kama umepaniki kaka? Naanzaje kutulia hali? Yule mtoto mimi wa kwangu mimi. Na kwa nini Risha awape watu wa ajabu tu ambebe mtoto wangu? Zaini, Risha yule ni mama. Sote tunajua upendo wa mama ni mkubwa kiasi gani kwa mtoto wake, mpaka unaona kampa mtoto wake ambebe. Maana yake ni kwamba yule mtoto atakuwa anamjua, kwa atakuwa ni mtu mzuri tu. Labda kama una sababu zako nyingine Zaini. Nisikilize Ali, sina sababu yote zaidi ya hiyo. Ninachokitaka mimi ni kujua yule boya ni nani na kwa nini ambebe mtoto wangu. Nilimjibu hivyo rafiki yangu Alibonge, na kisha haraka sana nilitoka ofisini kwangu. Lengo lilikuwa ni kuweza kumwairisha kabla hajaweza kufika kwenye ofisi yake ambayo ilikuwa ipo ghorofa ya 6. Kwa kuwa alikuwa anatembea taratibu, niliweza kuwahi kabla hata hajafika kwenye lift. Risha unajua kwanza aliponiona tu kwanza mimi alitabasamu, kitendo ambacho kilipelekea madimpozi yake kuweza kubonya machaponi mwake. Akaniambia mambo Zain. Alinisabahi Risha na huku akiwa anaonekana kabisa alikuwa na furaha kweli kweli. Nikamwambia salama tu Risha. Nilizani kwamba utaendelea kupumzika kwanza, maana umerudi jana tu. Napenda sana kufanya kazi Risha, na ndio maana unaniona leo niko hapa ofisini. Okay. Kwa kuwa tumekutana hapa, acha basi nikutambulishe kabisa. Huyu hapa anaitwa Adili, ndiye mume wangu mtarajiwa na pia ni msimamizi mkuu wa mali za babangu. What? Msikilizaji, huwezi kuamini. Ile kauli mimi ilinifanya nijihisi ubaridi mwili mzima. Nilimtazama yule jamaa. Unajua nilimtazama kwa macho makali, macho yenye hasira, mpaka yeye mwenyewe kwanza akawa anashangaa. Na kabla hata sijasema chochote, baba mkwe wangu akiwa na binti yake mkubwa ambaye ni Zaina walifika pale tulipokuwa. Niliona yule jamaa akisalimiana na baba mkwe wangu, huku Risha akimtambulisha yule jamaa kwamba ndiye mume wake mtarajiwa, lakini pia ndiye baba wa yule mtoto aliyezaa. Aise, kama kuna siku niliwahi kuona hasira kupita maelezo, basi ni pamoja na hiyo siku. Kitendo cha kusema, kitendo cha Risha kusema kwamba yule jamaa ndiye baba wa mtoto aliyezaa, wakati kwa upande wangu najua kabisa kwa yule mtoto mimi wa kwangu. Iliniuma, ilini pain. Nilitamani sana kumchabaranga pale makofi huyu Risha pamoja na yule jamaa wake boya wake yule, lakini niliona kufanya hivyo unajua haitakuwa uamuzi mzuri. Niliendelea tu kusimama tu pale.
huku nikiwa nina hasira sana. Nikawa namsikia Risha akawa anasema, ndio hivyo Mr. Mposilile, nikaona haitopendeza kama nitaenda kupumzika mapumziko na mwenzangu bila kukutambulisha kwake. Okay, nashukuru sana Risha, kwa kweli nawatakia mapumziko mema, lakini mfanye mapema bwana, muone kama ni mtoto tayari mmeshapata. Ni kweli Mr. Mposilile, tuna lengo la kuona hivi karibuni, kwa hiyo jiandaeni tukupokea mwaliko wetu. Tunasubiri kwa hamu hiyo siku, kwa maana kwamba ndoa ni jambo jema ambalo humfurahisha Muumba wetu. Kabisa. Sasa hapo kabla Risha hajasema chochote, Zaina alidakia kwa kuuliza, kwa mnaenda jamani? Risha akajibu pale, tunaenda kutalii Kilwa Masoko. Tutakuwa huko kwa mwezi mmoja na kisha tutarudi hapa kwa ajili kwanza taratibu za kufunga ndoa. Jamani, muwe mna safari njema. Mara baada ya Zaina kuyasema hayo maneno, aliondoka na baba yake. Wakati huo bado mimi nilikuwa nimesimama tu. Unajua nilikuwa namtazama sana Risha na huyu jamaa yake. Baadaye Risha ndo akaniaga, Zaini kwa heri. Alikuwa anaongea hivyo kisha akaanza kuondoka na yule jamaa. Huko safari hii mtoto akiwa amembeba yeye. Kusema ule ukweli, nilipata hasira za ajabu mno. Yaani kila nilipokuwa namwangalia Risha, jinsi alivyokuwa ameumbika vile, alafu leo hii anaenda kuona mwanaume mwingine. Unajua nilikuwa najihisi kupatwa na wazimu kichwani mwangu, kusema ule ukweli. Nilitaka kuwazuia pale pale, lakini niliona kufanya hivyo itazua tafulani pale ofisini. Kwa sikutaka kuzuia jambo lolote la ajabu pale ofisini. Niliporudi ofisini kwangu, nilikuwa na hasira kweli kweli. Hasira zilizidi kunipanda nilipomwona yule jamaa akiwa anamshika msambo wa Risha wakati anapanda tena kwenye ile helikopta. Nye. Kama ni wivu basi ulikuwa umenishika kweli kweli hiyo siku. Kwa hasira nilijikuta na haribu ile simu mezani kwa kuipigiza chini kwa nguvu mno. Kelele za ile simu kupasuka vipande ilisababisha secretary wangu mwanadada Cleopatra aingie mule ofisini kwangu mbio akidhani kwamba labda nimedhurika, labda kuna tatizo. Akamfika hapa amuuliza, boss uko sawa kweli? Nikamwambia ndio Cleopatra, nipo sawa. Nilimjibu hivyo Cleopatra, lakini kusema ule ukweli, ndani moyo wangu nilikuwa na hasira sana. Ni wazi secretary wangu alitambua kwamba nilikuwa nina hasira. Niliona pale kinimiminia maji kwenye glasi na kisha alinipatia ninyo kwa lengo la kutaka kukata ile hasira yangu ipoe kwanza kidogo. Nilipokea ile glasi ya maji nikanywa maji yote mpaka nikamaliza na kisha nikaiweka mezani ile glasi. Wakati huo bado Cleopatra alikuwa yuko ofisini kwangu. Nikamwambia Cleopatra, mimi niko sawa, unaweza tu kuendelea na majukumu mengine ya kazi. Kama nitakuhitaji basi nitakuita. Cleopatra, mwanadada huyo aliyekuwa kabarikiwa kuwa na mzigo kweli. Mzigo ulikuwa umeshikana vizuri na mahips yake manene, alinitazama kwa sekunde kadhaa na kisha kwa sauti ya upole akasema, boss, samahani kama nitakuwa nimeingilia faragha yako. Kimsingi napenda sana kukuona ukiwa na amani na furaha. Hata ulipokuwa unaumwa kila siku mimi nilikuwa nakuombea kwa Mungu akuponye maradhi yako na hatimaye nashukuru Mungu umepona. Lakini kukuona ukiwa na hali kama hii huwa najisikia vibaya mno. Unaweza kuniambia tatizo ni nini? Mimi niko tayari kuweza kujitolea ikibidi hata uwe wangu kwa ajili yako boss. Yaani utoe uhai wako kwa ajili yangu? Ndio boss, niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Kwa nini ufanye hivyo? Sina hata sababu ya msingi boss wangu, ni vile tu najisikia kufanya hivyo kwako. Okay, sawa, lakini kwa bahati mbaya sidhani kama unaweza kutatua tatizo langu. Kwa hiyo ni vyema tu ukaendelee na kazi zako tu. Tatizo gani hilo boss? Kama nikuhusu Risha naweza nikakusaidia. Sasa hapo msikilizaji, kwanza nikawa niko makini kidogo kwa maana mpaka Cleopatra anasema vile na maana kuna mambo mengi tu atakuwa anayejua kuhusu mimi na Risha. Nikamwambia kwani unajua nini kuhusu Risha? Hapo nilimuuliza huyo sekretari wangu huku nikiwa namtazama usoni. Akasema najua kila kitu boss. Nikamwambia unajua kuhusu nini? Najua kama ulimpa mimba Risha na huyo mtoto aliyezani wa kwako. Taarifa ile kidogo ilinishtua. Kwa upande wangu nilikuwa najua mbali na Risha mtu mwingine anayejua siri yetu ni rafiki yangu Alibonge. Sasa huyu Cleopatra tena sekretari wangu amejuaje hili? Nikamwambia wewe Cleopatra umetoa wapi hizo taarifa? Nilimsikia Risha akiongea na huyo mwanaume wake mpya. Kwa hiyo unajua kila kitu? Ndio. Kuna mtu mwingine alijua hili hapo ofisini?
Sidhani, na kama angekuwepo basi isingekuwa siri tena, tayari kila mtu angekuwa anajua hilo. Unajua, kwanza nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku nikiwa ninatafakari sana hatima lile jambo. Nikasema hapa hakuna namna, ni bora tu nimwambie mke wangu kabla hata hajasikia hili kupitia kwa watu wengine. Nilijisema hivyo kimoyoni mwangu, lakini wakati huo huyu Secretary Cleopatra alikuwa ananitazama tu. Akasema, boss, kwani bado unampenda Risha? Kama ningekuwa nampenda basi ningemuoa yeye. Sawa, ila mimi napajua vizuri sana mahali ambapo ameenda, na kama unataka naweza nikakupeleka. Kiukweli nilifikiria sana lile swala, kama niende au nisiende, na kila nilipofikiria uzuri wa Risha niliona kabisa kuna kila sababu ya mimi kuweza kuzuia penzi la Risha na yule kijana aliyejulikana kwa jina la Adil. Mimi nikamuuliza, una hakika unapajua vizuri Cleopatra? Ndio boss, napajua. Okay, sawa, ndio usafiri twende huko. Sawa boss. Cleopatra alitoka ofisini kwangu, ambapo baada ya kama dakika 15 hivi alirudi na kisha akaniambia kwamba kila kitu kiko tayari. Kiukweli sikutaka kupoteza muda. Moja kwa moja mimi na Cleopatra tulitoka ndani ya lile jengo la ofisi, tukaenda kwenye parking ambapo nilikuta tayari Cleopatra kashaleta gari aina V8 moja ya magari ambayo yanamilikiwa na kampuni ya baba mkwe wangu. Dereva wa gari hilo alitupeleka mpaka airport ambapo tuliweza kuondoka na ndege ya watalii iliyokuwa inaenda Kilwa Masoko mkoani Lindi kwa ajili ya utalii. Ilituchukua takriban dakika 35 mpaka 40 tukawa tumefika kwenye uwanja wa ndege wa Kilwa. Tulitoka ndani ya uwanja tukachukua taxi ambayo ilitupeleka kwenye hoteli moja hivi ambayo Cleopatra aliniambia kwamba Risha pamoja na yule mwanaume wake wameenda huko. Basi pale baada ya kufika kwenye ile hoteli ambayo ilikuwa ipo ufukweni mwa bahari, moja kwa moja tulienda kuketi mgawani. Muda wote mimi macho yangu yalikuwa kwa wima kuona kama naweza kumuona Risha mahali pale. Nikamwambia Cleo, niambie boss, hivi una hakika Risha kajabu? Ndio boss, na hakika na hilo. Sasa wewe unampataje? Maana hii hoteli ni kubwa. Tusubiri tu ifike usiku. Katika hoteli huo wanapiga muziki wa taratibu ule wapenda nao, na hakika Risha na hawala yake na wao watakuja hapo kwenye huu mgawa kupata burudani. Usiku ina maana kwamba tutalala hapa? Sio kutokulala, tutakaa hapa kwa siku kadhaa kama utapenda wewe mwenyewe boss. Hapana Cleo, sijamwambia chochote mke wangu Ana. Ataanza kuhangaika kujua mahali nilipo. Hawezi kuhangaika boss, kwa sababu kila kitu nimeshaweka sawa. Watu wote kuanzia mkurugenzi mkuu ambaye ni baba mkwe wako wanajua kabisa sisi tumeenda Mtwara kidharura kukagua maendeleo ya mradi wa uchimbaji wa gesi ambao upo chini ya kampuni yetu. Wewe umewezaje kufanya hivyo? Maana ukaguzi lazima kuwa kuna timu ya wataalamu watakaofanya tathmini ya mradi. Bosi, nilikwambia naweza nikafanya chochote kwa ajili yako. Usiwe na wasiwasi kuhusu hilo, mimi tayari nimeshamaliza kila kitu. Hata huyo mkeo baadaye kikupigia atakuwa tu anakuuliza tu ulichoweza kukibaini kwenye mradi na sio kukuuliza upo wapi. Aise? Wewe mwanamke ni kiboko. Kwa hiyo leo tunalala hapa. Ndio, lakini una shida moja. Ipi tena Cleo? Yaani wakati nafanya booking ya hapa hotelini tayari tulikuwa tumeshachelewa, kwa maana kwamba kilikuwa kimebaki chumba kimoja tu na hoteli nyingine ziko mbali na hapa. Kwa hiyo ina maana umepata chumba kimoja? Yes boss. Sawa, hamna shida. Ikifika usiku mimi nitaenda kulala kwenye hiyo hoteli nyingine. Lakini boss iko mbali. Sasa tutalala chumba kimoja mimi na Cleo. Tutalala tu boss, mbona mna shida? Chumba ni kikubwa, ni stoshe. Kuna masofa ndani, kwa mimi nitalala kwenye masofa, utalala kitandani. Cleopatra alikuwa anaongea kana kwamba hakuna tofauti wote baina yetu. Hakuwa na hofu hata kidogo ya kulala chumba kimoja na mimi, hali ya kuwa mimi sio mpenzi wake. Nikamwambia Cleopatra, una hakika utakuwa comfortable kulala na mimi chumba kimoja? Maana sisi sio wapenzi ujue. Wala usijali boss. Kitu cha msingi hapa tufanye kile kilichotuleta. Najua lengo lako ni kuweza kuzuia penzi la Risha na yule mwanaume wake. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Nitafanya chochote kwa ajili yako.
Kweli tuliendelea kukaa pale kwenye mgahawa ile hoteli, huku tukiendelea kupiga story mbalimbali. Mida kama ya saa 9 hivi kasoro hivi, nilisi haja ndogo, kwa hiyo nilimwacha pale Cleopatra pale mezani, mimi nikiwa nimeenda zangu msalani kwa ajili ya kujisaidia. Sasa nikiwa kule msalani naendelea kujisaidia, ghafla kwa nje nilisikia sauti ya mwanaume akiongea, na ile sauti haikuwa ngeni kwangu, kwa nilikuwa imefanana kabisa na sauti ya yule jamaa ambaye Risha alisema kwamba ni mpenzi wake. Kwa mimi mwanzoni, unajua, sikutaka kuitilia maanani kwa sababu niliamini huenda kabisa ikawa ni sauti tu, labda zimefanana. Lakini mawazo haya yalinitoka mara baada ya kusikia yule mtu anataja jina la Risha. Yaani mpaka sasa hapo nikaamini ya kwamba mtu huyo atakuwa ndo yule jamaa ambaye Risha akasema ya kwamba ni mpenzi wake. Kwa nikafungua pale mlango wa msalani, ndipo nilifungua kidogo tu, kisha nikawa mtazama yule jamaa bila yeye mwenyewe kujua kama mule msalani kulikuwa kuna mtu mwingine anamtazama. Jamaa alikuwa akasimama mbele ya karo, alikuwa ile karo la kunawia mikono mule msalani, na kisha akawa anaongea na mtu kupitia simu kwamba ndio mwanangu, yaani hapa nimebakiza saini moja tu, mambo mengine yote tayari. Nikitia tu saini kwenye hizo nyaraka ambazo ninazipata siku si nyingi, basi huo ndo utakuwa mwanzo na mwisho wa mimi kuweza kuonana na Risha. Nitachukua utajiri wao wote, na watakuwa na cha kunifanya, hata kama wataenda mahakamani, kila kitu kitaonekana kwamba kiko sawa kwa upande wangu. Ndio hivyo bwana. Sasa huyu jamaa alipokuwa anaongea hayo maneno, mimi moyo wangu uliripuka kwa hofu sana. Ingawa sikuwa na mahusiano tena na Risha, lakini kitendo ambacho ule mpenzi wake alikuwa amepanga kumfanyia, unajua, kiliniumiza sana moyo. Mpaka nikajiuliza kwamba ina maana huyu fala lengo lake ni kutapeli mali za Risha anazopewa na baba yake au? Nikasema hapana. Hata kama sina mahusiano na Risha, siwezi kuruhusu huyu fala tapeli mali za Risha. Nilijisema hivyo kimoyo, na kisha nikawa napanga sasa pale kutoka mule msalani ili nimvamie ule mshikaji. Sasa kabla sijafanya hivyo, ujumbe wa message uliingia kwenye simu yangu. Na nilipofungua niliona ni Cleopatra alikuwa kanitumia ujumbe uliosomeka kwamba njoo haraka sana, Risha kaja hapa mgawani, yuko mwenyewe na mtoto wake tu. Kusema ule kweli, sikuona tena kama kuna haja ya kumshambulia huyu jamaa. Haraka nilitoka mule msalani nikarudi kule kwenye mgahawa ambapo niliweza kumuona Risha akiwa ameketi na mtoto wake kwenye meza moja. Nikasema, Cleo, lazima tuondoke na Risha hapa. Asa unajua, Cleopatra akaniuliza, kivipi boss? Nikasema kivyo vyote vile, ila lazima tuondoke naye. Yule boya wake sio mtu mzuri kabisa. Kwanza ngoja nimfuate Risha kabla hata huyo fala wake hajaweza kuja hapa. Hapo niliongea hivyo huku tayari nikiwa nimeshaanza kupiga hatua kusogea kule alipokuwa Risha. Nikamwambia Risha, tunahitaji kuongea. Niliongea hivyo mara baada ya kuwa nimemfikia Risha. Risha kwanza alishangaa sana kuniona mimi pale, kwa maana kwamba hakutegemea kabisa kama anaweza kuwa pale. Akaniambia, umefuata nini hapa? Ina maana ulikuwa unanifuatilia ama? Nikamwambia, sikia, siwezi kuongea na wewe hili leo. Lazima tuondoke kwanza hapa. Hivyo mwanaume una matatizo ya akili, si ndio? Yaani uondoke na nani? Kwa nini umenileta wewe hapa? Risha, unanijua vizuri kabisa, tafadhali usinifanye nikafanya jambo la ajabu hapa. Naomba tuondoke hapa sasa hivi. Siendi popote mimi. Hapa nimekuja na mpenzi wangu, sasa wewe ni nani mpaka unipangie mimi pa kwenda? Nimesema tuondoke Risha. Hapo sasa safari kidogo niliongea kwa ukali kidogo. Risha kaniambia, we. Tena ishi hapo Zain. Unayemkaripia, unayemshatautia hapa nani? Wewe ni nani kwanza? Mimi ni mwanamke wako mpaka unifokee, mpaka unipanikie? Tafadhali sana usitaki kufukua tabia yangu ambayo nimeamua kuweza kuachana nayo, upo? Kwa hiyo Risha, hutaki kuondoka na mimi, si ndio? Yes, sitaki. Kwanza niende na wewe wapi? Na kwa nini niende na wewe? Hapa kusema ule kweli, msikilizaji, niliona kama nitaendelea kutumia nguvu au ubabe, itakuwa ni ngumu kuondoka na Risha. Itakuwa ni ngumu kuondoka na Risha pale mgawani, kwa sababu kwanza kulikuwa kuna walinzi wanaolinda usalama wa watu pale hotelini. Nilichokifanya, niliketi pembeni yake na kisha nikaanza kuongea kwa hisia kali sana, huku nikiwa namtazama Risha machoni. Nikamwambia, sikiliza Risha. Sikia. Sio kama sijui. Najua kama huyu ni mtoto wangu. Hata kama niliwahi kumkataa na kutaka utoe mimba yake, lakini bado haiwezi kuondoa ukweli kwamba huyu Rahim ni mtoto wangu. Sijui kwa nini unataka kuolewa na huyu jamaa yako, lakini tunataka nikwambie tu ya kwamba sio mtu mzuri kabisa kwako. Naomba tutoke hapa tuende mahali pengine, tukaongee, na kisha wewe utarudi kuendelea na bata zako na mpenzi wako. Unajua Zain, unanishangaza sana. Na hebu niambie, nini kimekubadilisha? Sio ulikuwa hutaki nizae, sasa iweje leo hii ujifanye kumtambua Rahim kama mtoto wako?
Alafu kwanza nilishia kuambia kwamba nitamtafutia mtoto wangu baba, kitu ambacho tayari nimeshikifanya. Sasa kwa nini unanifuatilia tena? Risha, huyo unayemwita wewe mpenzi wako sio mtu mzuri kwako. Mimi nikiwa niko msalani kule leo, kwa macho yangu na masikio yangu nimemsikia akiongea na mtu ambaye simfahamu. Alikuwa anasema kwamba tayari mipango yake ya kutapeli pesa zenu inakwenda vizuri, na inawezekana kuna nyaraka bado anazisubiria, na kisha saini tu hizo nyaraka mali zenu zote zinakuwa za kwake. Hapo ndipo mwisho wa wewe kuweza kuwa naye utakapokuwa umefika. Kwa hiyo Zain, unataka niamini maneno yako, sio? Okay, hebu tuashumu unachosema ni kweli. Sasa nikuuliza, wewe na yeye mtakuwa mna utofauti gani hapo? Kwani hata wewe umeoa? Umemwoa Ana kwa sababu ya utajiri wao. Sasa tofauti yako na Adili hapo ni iko wapi? Tofauti ipo Risha. Sikia, mimi nampenda sana Ana, na ndio maana nikamwoa, lakini pia sina nia mbaya kuweza kuchukua mali zao kama alivyokuwa huyo Adili wako. Okay, kwa wewe sasa unataka nini labda? Hebu niambie kwanza. Kabla sijamjibu, Adili mpenzi wake na Risha akawa amefika pale. Akauliza nini kinaendelea hapa? Aliuliza Adili huku akiwa ananiangalia sana mimi pamoja na Risha. Kusema ule kweli nilijikuta na pando na hasira sana, kwa sababu nilikuwa najua kabisa kwamba yule jamaa hana lengo zuri na Risha, ila kwa bahati mbaya Risha anaonekana kumwamini sana huyu jamaa. Nikamwambia, sikiliza mshikaji, sikujui unijui, ila niko hapa kukuambia hivi, kaa mbali na Risha. Niliongea hivyo huko tayari nikiwa nimeshasimama na mtazama yule jamaa. Kwanza Adili aliachia cheko la dharau, na kisha akasema, eti nikae mbali na Risha? Wewe kama nani mpaka unaniambia maneno? Nikamwambia, mimi kama mzazi mwenzie. Risha ni mama wa mtoto wangu. Natumai hata wewe pia unalijua hilo. Na kama ulikuwa au hajawahi kukuambia baba wa Rahim ni nani, basi kuanzia leo tambua kwamba mimi ndiye baba mzazi wa Rahim. Oh, asante kwa taarifa, lakini hata hivyo hukuwa na haja kuniambia kwa sababu tayari najua kila kitu. Lakini nadhani kuna jambo umesahau Zain. Huyu mtoto kwa sasa sio wako tena, kwa sababu wewe mwenyewe ulimkataa. Huyu mtoto ni wa kwangu, na kadiri atakavyoendelea kukua atanitambua mimi kama baba yake, lakini pia kama mume wa mama yake. Eti mume? Mume gani unayemwongelea wewe? Hivi unafikiri mimi nitaruhusu wewe utapeli kama huo ni uone unatokea kwa mwanamke mwenye mtoto wangu? Hapo nilipozungumzia masuala ya utapeli, kabla Adili hajaweza kunijibu, Risha alidekea kwa kusema, Zain, sitaki matatizo na wewe. Naomba umheshimu mpenzi wangu. Adili sio tapeli. Sikia wewe Zain, nipo hapa na mpenzi wangu Risha pamoja na mtoto wetu Rahim. Tumekuja kula maisha, kwa sasa naomba uondoke kama ulivyokuja, la sivyo. Nikamwambia, la sivyo nini sasa? Haina kwanza unatakaje? Msikilizaji, sijui hata nini kilinipata kusema kweli, ila nilijikuta niko nimepanic vibaya mno, na kitu pekee nilichokuwa nataka kukifanya pale ni vurugu tu. Adili akasema, hebu ondoka hapa. Aliongea Adili huku akiwa ananisukuma kwa mikono yake miwili. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana alikuwa amelifanya kwangu. Aiseni nilimrukia kwa speed kama ya kimbunga. Nilianza kumtandika ngumi nzito ambazo hakutarajia kama naweza nikafanya kile kitu. Adili alienda chini kama kiroba cha unga kutoka kwenye guta, huku akiwa anapiga kelele za kuugulia maumivu. Wakati huo Risha alikuwa kasimama kwa lengo la kujaribu kunizuia pamoja na watu wengine waliokuwa wako pale mgawani. Bana, kwa hasira niliamua kuondoka mara baada ya kuona watu wanazidi kuwa wengi mole mgawani. Nilipotoka tu ndani ya ule mgawa, Cleopatra alikuwa amesimama pembeni ya gari ndogo aina ya taxi. Haraka sana aliniita. Niliamua kwenda kwa sababu nilijua kama nitaendelea kukaa pale huenda polisi wakaja pale nikakamatwa kwa kufanya vurugu pale hotelini. Kwa haraka sana niliingia ndani ya taxi na nilishangaa mara baada ya kuona Cleopatra yupo na mtoto wangu. Akaniambia, boss, utanisamee, sijui kama nimefanya kitu sahihi. Wewe wakati unapigana na Adili, mimi nilimchukua mtoto wako. Najua kama utampigia simu Risha kumtaka aje, basi yeye mwenyewe atakuja kwa sababu huyu mtoto upo naye wewe. Na kama umefanya vizuri sana Cleo, kwa hili lazima Risha atanifuata tu. Kwa sasa hapo tukatoka, tulienda mpaka kwenye hoteli moja hivi ambayo haikuwa mbali sana kutoka kwenye ile hoteli tuliyokuwa hapo awali. Kwa kuwa sikutaka kumpa mawazo sana Risha, nilichukua namba yake kutoka kwenye simu ya Cleopatra na kisha nikampigia. Simu iliita mpaka ikakata bila kupokelewa, na ndipo nikaamua kutuma ujumbe uliosomeka, sikiliza Risha,
Usiwe na hofu, nimemchukua mtoto wangu, sasa upo huru kuendelea na huyo mwanaume wako. Lakini kwa kuwa huyu mtoto ni wa kwako, pia utakuwa na haki ya kuweza kuwa naye ukihitaji kuwa naye. Nipigie kwenye hii namba yangu. Sasa nilipotuma ule ujumbe, haikupita hata dakika moja Risha alinipigia. Nilipopokea tu Risha alianza pale kunifokea. Hapo akawa analia, akawa ananiambia, Zain, namtaka mtoto wangu. Hivi una akili gani wewe? Rahim hajafikisha hata miezi 5, ndio kwanza na miezi 3 naenda 4. Wewe unamchukua ina maana unataka huyo mtoto afe kwa njaa? Nikamwambia kama mtoto wangu akifa, basi itakuwa ni kwa kudra za Mwenyezi Mungu na si vinginevyo. Mtoto wetu uko salama. Risha, nimelazimika kufanya hivi kwa sababu yako wewe mwenyewe. Siwezi kukubali kuona mtoto wangu anakuwa na baba mwingine wakati babake mimi niko hai. Zain, mwanangu yuko wapi? Nikamwambia nipo naye. Upo wapi? Nataka kuja kumchukua mtoto wangu. Nikamwambia kama unataka kuja njoo, lakini siwezi kukuruhusu urudi kwa huyo fara wako. Sema uko wapi? Basi pale nikamtumia anwani ya hoteli niliyopo sasa hivi. Nilipokata tu simu kweli nilimtumia Risha anwani ya hoteli ambayo nilipokuwepo. Lakini Cleo akaniambia, boss, vipi kama Risha atakuja na polisi, maana ulimpiga yule jamaa yake pamoja na kumuiba mtoto? Nikamwambia sidhani kama atakuja na polisi. Lakini hata kama akija nao, bado haiwezi kuwa kesi ya kuweza kunipeleka mimi gerezani. Isitoshe Rahim ni mtoto wangu, kwa hana haki ya kuniambia nimemuiba. Kweli bwana. Baada ya dakika kama 20 hivi Risha alikuwa anafika pale kwenye ile hoteli. Tayari mimi nilikuwa nimeshatoa taarifa mapokezini ya kwamba mgeni wangu Risha akija aletwe sehemu ambayo imenipa. Hoteli ambayo tulikuwa tumeenda mimi na Cleopatra ilikuwa ni ufukweni mwa bahari ambapo kulikuwa kuna beach. Pia kulikuwa kuna vitanda vile vya kamba ambavyo mara nyingi watu hulala kuota jua la jioni wakiwa ufukweni. Kwa kuwa tayari ilikuwa imeshafika majira ya saa 11 za jioni, hivyo na mimi nilikuwa nimeamua kutulia tu kwenye ufukwe wa bahari, huko nikiwa niko na Cleopatra alikuwa amembeba mtoto wangu. Sasa tukiwa pale, unajua nilimwona Risha akija mbio mbio, huku macho yake yakiwa ni mekundu kuonesha kabisa ya kwamba alikuwa analia sana muda mfupi uliopita. Risha mara baada ya kutuona, moja kwa moja alikwenda kumchukua mtoto wake kutoka mikononi mwa Cleopatra. Akawa anauliza, "Bale mwanangu uko salama kweli?" Alikuwa anaongea huku akiwa anambusu mtoto wake kwenye paji la uso. Wakati huo mtoto Rahim alikuwa anacheka tu huku akiwa anamkodolea macho mama yake. Risha mara baada ya kuona mtoto wake yuko salama, alianza pale kuondoka pale ufukweni. Mimi haraka sana nilisimama nikamfuata, nikamwambia, "Sikiliza Risha. Kwa nini unakuwa hutaki kunielewa?" "Nikuelewa kwenye nini Zain? Hivi huwa unafikiria hata kidogo kwenye mambo unayoyafanya wewe?" Nikamwambia, "Risha, sijui unanichukuliaje, lakini safari hii nasema ukweli Risha. Hebu jaribu kunisikiliza hata kidogo basi." "Kwa nini kusikiliza wewe? Yaani unataka nitoe mimba ya huyu mtoto, alafu ikashindikana. Leo hii unataka unikusikilize? Nikusikilize kwa kipi Zain?" "Risha, nisikilize. Mimi nakubali ya kwamba nilikuwa sitaki huyu mtoto azaliwe, lakini Mungu ni shahidi yangu. Risha, mimi nafurahia sana kuona umenizalia mtoto." Unajua na hasira na wewe. Sasa usitake nikakuitia polisi hapa. Umeniumizia Adil na bado kumuiba mtoto wangu. Kwa hiyo naomba uniache. Usizidi kunikera Zain. Huyu mtoto sio kwako. Hivi nikwambia mara ngapi kwamba tayari nimeshamtafutia babake? Kwa hilo siwezi kukubali kama. Labda nikiwa nimekufa, lakini kama niko hai siwezi kulikubali hilo." "Unahakika na maneno yako?" "Maneno yako?" "Ndio Risha." "Okay, sasa fanya hivi. Mpigie simu mke wako mwambie kama Rahim ni mtoto wako." Kauli hiyo ilinifanya nipate na kigugumizi cha ghafla. Ni kweli nilikuwa nimepanga siku moja niweze kuweka mambo wazi kila kitu kwa mke wangu Ana, lakini si kwa ghafla namna hii. Unajua mpaka Risha akaniuliza, "Mbona umedua? Uwezi kufanya hivyo, uwezi kumpigia mke wako kumwambia Sasa kama uwezi kufanya hivyo, unawezaje kusema huyu mtoto ni wako? Ina maana unataka mwanangu awe ni mtoto wako wa siri, si ndio?" "Sina maana hiyo Risha." "Kumbe una maana gani?" "Risha, hili swala ni zito sana. Lazima nimwandae Ana kisaikolojia. Kama nitamwambia tu ghafla tu hivi, hali itakuwa ni mbaya sana kwake." Ona jinsi gani ulivyokuwa una haya wala aibu, mshenzi mmoja wewe. Unajifanya kusema hali ya Ana itakuwa mbaya wakati unachokijua ni masuala yako tu. Unajua kama Ana kilijua ili ghafla atataka muachane. Na hapo ndio utakuwa mwisho wako wa kuwa na maisha ya kifahari. Hapana Risha, mimi sina maana hiyo.
Ukumbuke tu kabla ya kuwa na Ana nilikuwa naishi pia. Kwa hiyo hata kama mimi nikiachana naye bado nitaendelea kuishi maisha yangu ya awali. Sikiliza. Sitaki kusikia mwenjera zako. Alafu kitu kingine, nenda mwenye makao makuu ya polisi Kilwa, maana Adili kafungua mashtaka ya kumshambulia. Sasa usiendelee kusubiri mpaka uje kukamatwa. Ni sawa, hamna shida. Kwenye hilo hamna shida. Kwanza nashukuru tu Mungu nina mtoto, vinginevyo ningempiga mpaka angekufa fala yule. Nilipoyazungumza maneno hayo, Risha kusema chochote. Badala yake alianza kuondoka na mtoto wake. Nilibaki nikiwa namtazama mpaka alipopotea mbele ya mboni za macho yangu. Cleopatra akaniambia, boss, tunafanyaje sasa? Naona Risha sasa amekuwa mgumu kukuelewa. Nikasema sijui hata kwa nini nilimpa mimba huyu binti. Yaani kwa hali hii inaonekana kabisa mimi nitapata shida kupata haki za malezi kwa mtoto wangu. Hata hivyo siwezi kuruhusu ile litokee. Twende kwanza polisi, yule fala yule kanifungulia pale mashtaka ya kuweza kumpiga. Kwa kuwa sikutaka mambo ya kuanza kusakosoko na polisi, niliamua kwenda mimi mwenyewe kituoni, ambapo mara baada ya kufika nilijieleza. Kujieleza kwangu hakukunifanya mimi niachiwe, hasa ukizingatia ni kweli nilikuwa nimempiga Adili. Ilibidi siku hiyo nilale rumande, ambapo kesho yake asubuhi nilishangaa kumuona Risha akiwa amekuja pale polisi, tena akiwa yuko na Cleopatra. Nikiwa bado nashangaa, askari mmoja alikuja pale kunitoa rumande na kisha akaniambia kwamba nipo huru na alinifungulia kesi kama kunifungua. Maoni mwangu nilishangaa kidogo. Kwa jinsi nilivyompiga Adili, leo hii afute kesi tena ndani siku moja tu. Sasa nikiwa bado naendelea kufikiria imekuwaje kuaje Adili afute kesi, Risha alinifuata pale na kisha akaniambia, natumai kulala rumande kwa siku moja utakuwa umejifunza kitu. Mume wangu mtarajiwa kama kukusamehe pamoja na kumpiga kote kule. Sasa naomba kitu kimoja tu kwako Zain. Sitaki matatizo na wewe. Naomba ukae mali na familia yangu, natumaini utakuwa umenielewa. Risha hakutaka kunisikiliza kwa chochote kile. Sasa mara baada ya kusema tu vile, aliamua kuondoka zake. Sikuona namna nyingine zaidi ya mimi na Cleopatra kuweza kuondoka pale kituoni. Moja kwa moja tulirudi kwenye ile hoteli ambayo tulikuwa tumeenda baada ya kuweza kumchukua mtoto Rahim. Siku hiyo nzima nilikuwa na mawazo kusema ule ukweli. Na kilichokuwa kinaniumiza ni kuona Adili anakwenda kumfaidi Risha kama mwanamke wake, lakini pia mtoto wangu atatambulika kama vile mtoto wake. Kusema ule ukweli, nilijikuta nikinywa pombe nyingi sana, kitendo ambacho kilipelekea nilewe chakali. Na kama unavyojua pombe sio chai. Baada ya kulewa akili yangu yote ilihama. Nikiwa nimeketi na Cleo kwenye chumba ambacho nilikuwa nimechukua mimi, nilianza kumkumbatia pale Cleopatra. Huko bila aibu, nilianza kumshika pale mwili wake. Sijui Cleo alikuwa anawaza nini kusema ule ukweli kwenye akili yake. Ninachokumbuka mimi ni kwamba wala alikuwa katai mimi kumshika. Msikilizaji, kadiri muda ulivyozidi kwenda, ndivyo hamu ya kumtia ilikuwa inazidi kunipanda kwenye akili yangu. Nilijikuta pale nikianza kumpiga mabusu, huku mikono yangu tayari ikiwa kwenye kifua chake kikubwa kiasi kilichokuwa kimejazia vizuri. Na naweza nikasema ya kwamba Cleopatra naye alikuwa karidhia mimi kutiana, yani alikuwa ameridhia mimi tufanye lile tendo, kwa sababu alikuwa akijibu mapigo kwa kila namna ambavyo mimi nilikuwa namtomasa kimahaba mwilini mwake. Taratibu nilianza pale kumchojua nguo moja baada nyingine. Mara baada ya wote kuwa kama tulivyokuwa tumezaliwa, tulianza pale kupeana utamu. Na kila mmoja alikuwa anataka kumuonesha mwenzie kwamba yeye ni fundi kwenye mahaba. Kwa hiyo mpambano ulikuwa ni mkali kweli. Msikilizaji, laiti kama ningejua nini ambacho kinakwenda kutokea kwenye maisha yangu, basi nisingethubutu kufanya mapenzi na sekretari wangu Cleopatra. Tukiwa tunaendelea kutiana, ghafla mlango wa kile chumba tulichokuwa mimi na Cleopatra uliweza kufunguliwa. Unajua kwanza moyo wangu ulishtuka kwa hofu mara baada ya kumwona mama mkwe wangu Madam Dosa akiwa na binti yake Ana, ambaye ni mke wangu halali kabisa wa ndoa. Uso ulinishuka msikilizaji. Kama ni aibu basi ilikuwa ni aibu ya mwaka kwenye maisha yangu. Na mbaya zaidi mama mkwe wangu pamoja na mke wangu walinishuhudia mimi nikiwa kama nilivyozaliwa. Kila nikikumbuka hiyo siku huwa natamani hata ningekuwa na nguvu za kichawi. Huenda labda ningepotea pale, au ningeroga hata akili za mama mkwe wangu pamoja na mke wangu. Ningekuwa na nguvu za kichawi, ningefanya jambo lolote lile mbali kuwapumbaza wale. Lakini sikuwa na cha kusema zaidi ya mimi na Cleopatra kujifunika kwa shuka moja jeupe lililokuwa pale kitandani.
Wakati huo mke wangu alikuwa analia, machozi yanamtoka. Macho yake yalikuwa yamevimba huku kiini cha ndani kabisa kikiwa ni chekundu kuashiria kwamba amekuwa akilia kwa muda mrefu sana. Hapa ndo Mtwara kwenye miradi ya gesi, si ndio? Aliuliza mke wangu huku akionekana kuwa na huzuni mno. Nakuuliza wewe Zain, hapa ndo Mtwara? Naomba ishia hapo hapo. Zain, mume wangu, nilikupenda sana. Nilikupenda sana Zain. Niliamini ya kwamba umebadilika, lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Ama kweli leo nimeamini tabia ni kama ngozi, sio rahisi kuitoa. Zain, kama bado ulikuwa unataka kuendelea na maisha yako ya anasa, kwa nini ulinioa mimi? Nakuuliza, kwa nini ulinioa? Zain, ulikuwa huna maisha. Ulikuwa huna mbele, huna nyuma. Wazazi wangu walikuwa hawataki kabisa kusikia chochote kuhusu wewe, lakini mimi nilikungangania na nilingangania msimamo wangu ya kwamba nitaolewa na wewe. Ina maana hayo ndo malipo yangu kwako, si ndio? Mke wangu, naomba unisamehe. Bado naomba msamaha? Yaani ufanye jambo makusudi kabisa na kisha uombe msamaha? Unafanya hivi kwa sababu unajua mimi ni fala tu, nitakuwa na kusamehe tu, sio? Sikiliza, safari sirudi tena nyuma. Kwa kuwa huwezi kubadilika, basi acha nikupe uhuru uendelee na maisha yako ya siku zote. Ana mara baada ya kusema vile alitoka mule chumbani. Unajua nilitamani kumfuata, lakini sikuweza kwa maana ya kwamba sikuwa nimevaa nguo zaidi tu kujifunika shuka pamoja na Cleopatra. Mama mkwe wangu alinitazama kwa macho makali mno na kisha akasema, hatimaye binti yangu leo kagundua ya kwamba alikosea kuolewa na wewe. Toka siku ya kwanza nilipokujua tu moyo wangu ulikataa kabisa wewe kuwa ni mume wa binti yangu. Lakini kwa kuwa binti yangu alikuwa kakupenda sana, sikuwa na namna zaidi tu ya kutimiza tu furaha yake. Tulikupatia binti yetu, tukakupa na cheo kikubwa kwenye kampuni yetu, lakini bado hukuona thamani yetu wala hata thamani binti yangu. Kwa hili sitokuacha salama wewe kijana. Na kuanzia sasa weka akilini mwako. Kuanzia sasa weka akilini mwako, mbali na shetani, basi mimi ni adui yako wa pili kwenye maisha yako hapa duniani. Kenge mkubwa wewe. Kiukweli mpaka hapo sikuwa na cha kusema msikilizaji. Nililamisha tu kichwa changu chini. Mama mkwe wangu alitoka mule chumbani, nikiwa nimebakia na Cleopatra tu. Japokuwa nilikuwa nimelewa, lakini baada ya lile fumanizi kutokea, naweza nikasema pombe yote ilikuwa imenisha akilini mwangu. Kilichokuwa kinanumiza akilini mwangu ni maamuzi ambayo mke wangu Ana ataweza kuyachukua mara baada ya kunifumania. Nilibakia nikiwa nimeinamisha kichwa huku mikono yangu ikiwa iko shavuni. Kusema ule ukweli, nilikuwa nimechanganyikiwa mno. Usinisamehe mimi. Tamaa zangu za kimwili ndo zimesababisha haya boss. Aliongea Cleopatra huku akiwa analia. Kusema ule kweli, nilimwonea huruma sana kwa sababu niliamini ya kwamba lazima mama mkwe wangu atamfukuza kazi kama sekretari wangu. Nikamwambia Cleopatra, makosa sio ya kwako, makosa ni ya kwangu. Sikupaswa mimi kuweza kuja kumfuatilia Risha. Na wala usijali, hata kama utafukuzwa kazi na kuahidi kwamba mimi nitakuwa karibu na wewe. Tuliendelea kukaa mule chumbani, maana usiku ulikuwa ni mwingi, lakini sikumbuki kabisa ni muda gani nilipitiwa na usingizi. Nachokumbuka nilikuja kuamka ilikuwa ni majira ya 4 za asubuhi, mara baada ya kugongewa mlango na mhudumu wa ile hoteli ambaye alikuwa amekuja chumbani kwangu kwa lengo la kuweza kufanya usafi.
Nilipoamka kutoka kwenye sofa ambapo nilikuwa jana usiku, nilitazama kitandani, sikumwona Cleopatra. Unajua sikushangaa sana kwa sababu nilihisi huenda atakuwa bafuni. Niliamua kwenda mlangoni, nikafungua mlango na kisha nikamwambia mhudumu aje baadaye kidogo, maana nilitaka mimi nioge na kisha ndo nitoke mule chumbani na Cleopatra. Baada ya mhudumu kuweza kuondoka, nilikwenda bafuni, lakini cha kushangaza Cleopatra hakuwepo, na mbaya zaidi sikuona kitu chake chochote mule ndani kinachoashiria kwamba labda katoka nje mara moja tu. Unajua, mpaka nikajiuliza ina maana kwamba Cleopatra kaondoka ama ni vipi? Na kama kaondoka mbona hajaniaga sasa? Nikasema okay, ngoja kwanza nimpigie simu, yuko wapi nijue. Kwa hiyo nilichukua simu yangu na kisha nikampigia Cleopatra. Nikasema hello Cleo. Akasema ndio boss, umeamka? Nikamwambia ndio, nashangaa sikuoni hapo, uko wapi? Nipo huko kwenye mgawa hoteli, njoo utanikuta. Nikamwambia okay sawa, naoga kisha nakuja. Akaniambia sawa boss. Basi msikilizaji, niliingia zangu bafuni, nikaoga, nikapiga pale na mswaki kisha nikatoka. Hapo muda wote lakini akili yangu bado ilikuwa inawaza tu nitamwomba vipi msamaha mke wangu Ana, kwa sababu niliamini kama mke wangu akinisamee basi wazazi hawatakuwa na cha kufanya zaidi tu kukubaliana tuna hali. Baada ya kuvaa nguo zangu nilitoka nikaenda kwenye mgahawa ile hoteli. Nilipoingia tu kwenye ule mgahawa sikuamini nilichokuwa nimekiona msikilizaji. Mungu wangu. Kwa macho yangu ya nyama nilimwona Cleopatra akiwa ameketi kwenye meza moja na Adili, yule jamaa ambaye Risha aliniambia kwamba ni mpenzi wake. Unajua nilishangaa. Yaani hawa wawili inakuwaje wako pamoja? Cleopatra alionekana kuwa na furaha sana kuwa na yule jamaa. Kwa jinsi walivyoonekana ni wazi walikuwa ni watu wanaofahamiana sana tu. Nikasema Cleopatra, nini kinachoendelea hapo? Nilimuuliza Cleopatra huku nilikuwa nimemkazia macho. Akasema napata kifungua kinywa na Mr. Adil. Na unaweza kujiunga na sisi kama unataka. Alinijibu hivyo Cleopatra huku mkononi akiwa ameshika kikombe cha kahawa. Kusema ukweli sikupenda kile kilichokuwa kinaendelea pale. Na hasa ukizingatia yule jamaa mimi nilikuwa namchukia vibaya mno. Nilimtazama Cleopatra na kisha nikamwambia, "Haya, tuondoke sasa. Tunarudi Dar es Salaam leo." Hiyo unaongea utadhani hata hiyo nauli yenyewe unayo. Kwanza subiri, unarudi Dana nani? Unajua nilishangaa. Yaani Cleopatra huyu sekretari wangu leo ananijibu mimi hivi. Nikiwa bado namshangaa imekwaje kuaje? Kwa nini amebadilika ghafla? Kwa nini awe vile kwa yule jamaa Adil? Adil akasema, "Sikia Zain. Cleopatra sio sekretari wako tena, kwa maana kwamba afanyi tena kazi kwenye kampuni ya baba mkwe wako. Lakini pia hata wewe pia nina uhakika ukifika Dawa utakutana na barua ya kuachishwa kazi, kwa hiyo kila laheri kwenye maisha yako mapya au maskini." Kauli ile mimi ilikera sana msikilizaji. Nilitaka kumshambulia tena Adili lakini safari hii sikuweza. Kumbe ndani ule mgahawa alikuwa amekuja na mabodyguard wake ambao sikuweza kuwaona kutokana na ule mfadhaiko nilikuwa nimeupata mara baada kuna Cleopatra iko na yeye. Adili akasema, "Umeona hao wote ni walinzi wangu sasa. Kwa ushauri wako tu ningependa uwe mpole, kwa maana safari hii atakayeumia ni wewe na sio mimi. Alafu kitu kingine inabidi tuongee kidogo kabla hujaondoka. Kwa hiyo ni vyema ukaketi kwenye kiti." Kusema ule ukweli nilikuwa na hasira sana na yule jamaa. Na hata hivyo nilimwa kukaa ili nijue anataka kuongea nini. Maana kwa sasa yeye ndo alikuwa anaishi na Risha, mwanamke mwenye mtoto wangu. Mara baada tu kukaa Cleopatra alinitazama na kisha akaanza kuongea pale. Akasema, Zain. Yaani katika wanaume wapumbavu katika hii dunia basi ni wewe namba moja. Zain, umepata bahati kwenye maisha yako, lakini ulipokuwa mjinga bahati yako umeichezea. Tamaa mapenzi imekufanya umekuwa limbokeni kiasi cha kuharibu mpaka future nzuri ya maisha uliyokuwa umejijengea. Labda subiri tu nikwambie ukweli ili ujue kila kitu. Ni hivi, mimi kuwa sekretari wako pale kazini ulikuwa ni mpango wa mama mkwe wako. Upo. Wewe mwenyewe unajua kabisa mamake Ana hakuwahi na hatawahi kukupenda wewe hata siku moja. Hivyo aliniweka mimi niwe sekretari wako kwa lengo hilo moja tu, la kukufuatilia kwa kila kitu unachokifanya. Kwa mimi nilikuwa nikitoa ripoti kwake kila kitu ambacho ulikuwa unakifanya. Tabia yako ya kulala hovyo na wanawake nilikuwa namwambia mama mkwe wako, lakini pia nilishamwambia pia kuhusu wizi wako wa milioni 500 ulizowahi kuziibia kampuni kwa kigezo cha kusema hizo pesa umeziingiza kwenye mradi wa uchimbaji wa gesi Mtwara. Hivi tunavyoongea na wewe tayari ripoti kamili ya wizi wako imeshafika kwa baba mkwe wako. Sasa sijui utamjibu nini, hali ya kuwa umemsaliti vya kutosha tu binti yake.
Alafu kitu pekee ambacho Ana pamoja na wazazi wake hawajui ni kuhusu mtoto Rahim tu. Ana na wazazi wake bado hawajui kama Rahim ni mtoto wako. Sasa najiuliza kama ukijua hili sijui watakufanya nini wewe. Fumanizi ambalo limetokea jana, huo ulikuwa ni mpango wangu na bosi wangu mpya ambaye ni Mr. Adil, kukushawishi kuja huku, kukuambia kwamba vyumba vimejaa, tunatakiwa kulala chumba kimoja. Yote hiyo ilikuwa ni mipango yetu mimi na Adil. Lakini pamoja na yote hayo, bado ulikuwa ni mjinga kiasi cha kushindwa hata kuwa na machale. Kwa nini nimekuwa karibu sana na wewe kupita kawaida? Lengo letu lilikuwa ni kuharibu tu maisha yako, kwa sababu wewe ni kikwazo kwenye mpango wetu wa kutapeli mali za Risha. Kwenye hili sasa tumefanikiwa. Paka sasa tayari umesharudi kuwa kama zamani. Hilo utalithibitisha mwenyewe utakaporudi da. Aise, unajua nilichoka msikilizaji. Yaani kwa jinsi Cleopatra alivyokuwa karibu yangu, niliamini ya kwamba anafanya yale kwa sababu tu kaguswa tu na kitendo cha Risha kumpa mtoto wangu baba mwingine. Lakini kumbe nilikuwa nimejidanganya. Kweli nilishua pose. Na mbaya zaidi nilipofikiria zile milioni 500 nilizowahi kuziiba nikamnunulia Risha nyumba na gari. Kwa kweli nilikuwa nazidi kuchanganyikiwa. Oye, unaweza kwenda sasa. Kwa upande wetu tayari tumeshaongea tulichotaka kukiongea kwako. Alisema maneno hayo Adili huku akiwa ananitazama kwa dharau sana. Sikuwa na kingine cha kufanya zaidi ya kuondoka tu pale. Na niliamini mtu pekee atakayeweza kunisaidia kwenye hili ni mke wangu Ana. Kwa hiyo nilitaka kurudi Dar es Salaam ili nikamwombe msamaha. Nilikwenda mpaka kwenye stendi ya mabasi ambapo nilipanda basi kurudi Dar es Salaam. Majira ya saa 9 alasiri nilikuwa nimefika Temeke mwisho pale kwenye kituo cha mabasi ya mkoani. Baada ya kushuka moja kwa moja niliamua kuchukua bodaboda mpaka Oysterbay, nyumbani kwa baba mkwe wangu. Nilibinya pale alamu, mlinzi akanifungulia mlango, nikaingia ndani. Moja kwa moja nilianza kupiga hatua za kwenda ndani, huku nikiwa naomba Mungu mtu wa kwanza kukutana naye ndani awe ni mke wangu Ana. Maana ndiye mtu pekee ninayeweza kumteka kihisia, wala akaniamini na kuwa upande wangu. Nilipoingia tu sebuleni, mambo yalikuwa tofauti na vile nilivyokuwa natamani. Sebuleni pale nilikutana familia nzima ya mke wangu na baadhi ya maafisa polisi waliokuwa wameambatana na wanasheria wa ile familia. Baba mkwe akasema, "Fadhalu, umejileta wewe mwenyewe." Aliongea baba mkwe wangu huku akionekana kuwa na hasira kweli kweli na mimi. "Sogea hapa kenge wewe, tumalize ili swala leo." Aliongea hivyo baba mkwe wangu. Unajua msikilizaji, sikuwa na namna zaidi kukaa tu kuwasikiliza wanataka kuniambia nini. Mara baada ya kuwa nimekaa pale sebuleni, baba mkwe wangu alianza pale. "Zaini, sitaongea sana kwa sababu natumaini unajua nini ambacho umekifanya kwenye familia yangu. Kama ningekuwa na mamlaka ya kuua mtu, basi muda huu tayari ungekuwa ni marehemu. Kikao hiki unachokiona hapa, ajenda kuu ulikuwa ni wewe. Hivyo kwa kuwa wewe mwenyewe umekuja hapa, basi wacha kila kitu tukimalize hapa. Mwanasheria, uwanja ni wa kwako sasa." Aliongea hivyo baba mkwe wangu. Nikamwona pale mwanasheria ambaye nilikuwa namtambua kama mwanasheria wa kampuni za baba mkwe wangu. Alikuwa akifungua briefcase yake, akatoa pale mafaili mawili. Na baada ya kutoa ile mafaili mawili alinikabidhi na kisha kaanza kuongea kwa kusema, "Bwana Zaini, haya mafaili nilokupatia yanakuhusu wewe, na kama utafanya uamuzi sahihi, basi utakuwa na nafasi nyingine kuendesha maisha yako, lakini kama utofanya hivyo, basi utakubaliana na kila janga ambalo litakuwa linakukuta. Hilo faili moja ni nyaraka za talaka. Mwenzio tayari amesha saini, bado wewe unatakiwa kuweza kusaini. Na hilo lingine ni ripoti yako ya wizi uliofanya kwenye kampuni ya Mr. Mposile kwa kuiba milioni 500 kwa kigezo cha kusema umezingiza kwenye mradi wa uchimbaji wa gesi Mtwara wakati sio kweli. Sababu za wewe kutalakiana na mkeo ziko wazi, kwa hiyo ni saini tu, hapo ndio ilobakia kwako. Kama utasaini, Mr. Mposile atasamehe hizo milioni 500 ulizoziba. Hivyo utakuwa huru kuanza maisha yako upya, lakini kama utakataa kusaini, basi utaondoka na maafisa wa polisi hapo. Magereza ndio itakuwa makazi yako mpaka pale utakapomaliza pesa zote ulizoziba." Macho alinitoka msikilizaji. Unajua kwa upande wangu sikutegemea kabisa kama familia ya mke wangu itakuwa imefikia hatua ya kufanya maamuzi kama haya. Niliwaza sana msikilizaji, akilini mwangu nilikuwa nawaza, kama nikikataa kusaini talaka, ina maana kwamba mimi nitafungwa gerezani kwa wizi wa pesa za kampuni. Sasa kama nitafungwa,
mamangu ataishije? Maana mimi ndiye mtu pekee anayenitegemea. Yaani mimi ndo kidume. Mamangu ndiye ananitegemea nimhudumie. Baba mkwe akasema pale, Zaini, usipoteze muda kana kwamba unaonewa. Kwanza unapaswa kunishukuru kwa maana bado nimekupa fursa ya kuchagua kile unachoona ni bora kwenye maisha yako. Aliongea baba mkwe wangu huku akiwa kanitolea macho kwa hasira kweli kweli. Kila mtu aliyekuwa pale alionekana kuwa na hasira na mimi. Hakuna hata mmoja ambaye alitaka labda hata kunisikiliza kwa upande wangu nitasema kitu gani. Walichokuwa nakitaka wao ni mimi kufanya maamuzi kama na saini talaka au nagoma kuisaini. Kusema ukweli ule msikilizaji, sikuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi tu ya kusaini tu zile nyaraka za talaka, kwa sababu kama ni kusaliti ni kweli nimesaliti. Kama ni kuiba pesa ni kweli niliiba. Kwa sikuwa na namna nyingine ya kusaini zile, yani sikuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi ya kusaini zile nyaraka za talaka. Kwa kuwa umesaini nyaraka za talaka, sasa nisikilize kwa makini. Kuanzia leo sitaki kukuona wala kunusa hata harufu yako hapa nyumbani kwangu au hata kazini. Na ole wako siku nikuona nyumbani kwangu au kazini. Hapo ndio utanijua vizuri kwamba mimi ni nani. Ondoka hapa haraka sana kabla sijajadili maamuzi yangu, sijabadilisha maamuzi yangu. Alifoka sana Mr. Mposile. Nilisimama kisha huyo taratibu nilianza kutoka mule ndani. Lakini hapo nilikuwa namwangalia tu Ana. Wakati huo Ana wala alikuwa hana hata habari na mimi. Naweza nikasema alikuwa yani kama vile karidhia kabisa kuachana na mimi. Na kusema ule ukweli wala simlaumu, kwa sababu kama ni kumsaliti kwa kweli nimemsaliti sana tu msikilizaji. Basi baada ya kutoka pale nyumbani kwa Kinana, mimi nilianza kutembea kuelekea kituoni ili nikapande daladala ili niende nyumbani kwetu Kinondoni Mkwajuni, mahali ambapo mamangu anaishi kwenye nyumba ambayo alikuwa amejenga marehemu babangu. Nikiwa natembea hivi kando kando ya barabara, ghafla nilisikia mlio wa risasi ukitokea nyuma yangu. Nilipogeuka niliona kila mtu anashangaa. Kila mtu ananishangaa mimi. Sasa akili yangu ni kama vile ilikuwa imevurugwa, kwa maana ya kwamba nilikuwa na wenge sola kawaida msikilizaji. Na nilipojitazama hivi kwenye bega langu mkono wangu kulia, niliona damu ikiwa inanivujia. Hapo ndipo nilipogundua kwamba ule mlio wa risasi nilikuwa nimeusikia ulikuwa ni risasi ambayo ilikuwa imelengeshwa kwangu. Nilianguka chini kama gunia la mahindi, huko hofu ikizidi kunipanda. Kwa kuwa nilikuwa na hofu sana, na hali hiyo ilipelekea mapigo yangu ya moyo yaende kasi vibaya mno. Na kilichosababisha damu kunivuja kwa wingi mno ni ule mshtuko. Sikuchukua muda mrefu pale pale nilipoteza fahamu. Nikiwa niko pale pale pembeni ya barabara. Nikiwa nipo kwenye usingizi mzito, usingizi wa koma, nilianza kuota ndoto ambayo nilikuwa namshuhudia kwa macho yangu. Risha alikuwa akivalishwa pete ya ndoa na Adil. Kitendo kile kiliniuma sana. Kwa hasira nilitaka kwenda kumshambulia Adil, lakini kabla sijamfikia nilipigwa na kitu kizito kama rungu hivi kichwani mwangu. Nilipata maumivu makali sana kiasi yani mpaka nilijikuta naanza kugalagala chini kama mtu mwenye kifafa. Nikiwa naendelea kugalagala, ghafla nilishtuka kutoka kwenye njozi hiyo. Na nilipofumbua tu macho yangu, mtu wa kwanza kumuona kwenye mboni za macho yangu alikuwa ni Nora Tembeje. Mwanamke ambaye nimeshawahi kula kitumbua chake huko nyuma. Unajua, nilitazama lile eneo nililokuepo. Na hapo ndipo nilipokuja kugundua kwamba nipo kwenye hospitali. Nora akasema, Zain, umeamka? Oh, asante Mungu. Unajisikiaje kwa sasa kipenzi? Nikamwambia najihisi kuchoka sana Nora. Kwani ni kitu gani kilichonipata? Pole sana Zain. Ina maana ukumbuke chochote? Nilijaribu kuvuta kumbukumbu na ndipo nikakumbuka kila kitu kilichonitokea jana mpaka pale nilipopoteza kumbukumbu baada ya kupigwa risasi. Nikamwambia nakumbuka nilipigwa risasi alafu nilipoteza fahamu. Sasa hapo hospitali nimefikaje? Mimi ndo nimekuleta hapo hospitali. Ulijuaje kama nimepigwa risasi? Nisamehe sana Zain. Naweza nikasema chanzo cha hili ni mimi. Aliyekupiga risasi ni Dasmas, mume wangu. Mume wako? Ina maana wewe umeolewa? Ndio Zain. Ndio yetu na miaka 5 sasa. Miaka
miaka 5. Ina maana hata kipindi kile nilipokutongoza tukawa pamoja, kwa maana wewe ulikuwa ni mke wa mtu, sio? Na ndio maana naomba msamaha kwako Zain. Hilo nilikoficha. Sikukwambia kama mimi ni mke wa mtu. Hivi karibuni Dasmas aligundua kama nilikuwa namsaliti na wewe. Hivyo hasira zake juu yako akawa kapanga kukua. Kwa kweli ni Mungu ndo kafanya mpaka sasa uwe hai. Dasmas alikuwa kapanga kukua. Msikilizaji, maneno yake Nora kwa kweli yalinishtua sana. Unajua sikuwahi kuwaza kama ipo siku kwenye maisha yangu nitakuwa na windo kuuawa. Kusema ule kweli niliogopa sana, kwa maana ya kwamba kama mtu anafikia hatua ya kukushambulia kwa risasi tena mchana kweupe, tafsiri yake ni kwamba huyu amedhamiria kukua na hana cha kupoteza kwa upande wake. Nilijikuta kwanza nikiwa kimya tu. Hapo moyo wangu kwanza uliingiwa na hofu sana ya kuogopa kuuawa na huyo mume wa Nora Tembeje. Zain, usiwe na mawazo sana, kwa sababu tayari Dasmas anajua kwamba umekufa, kwa hiyo hata kutafuta tena. Naanzaje kuwa na amani Nora? Vipi kama kakuwekea watu wanakufuatilia wewe? Uone kama tayari atakuwa kashajua kwamba mimi nipo wapi. Alafu kwanza, kwa nini mume wako hataki kunioa mimi wakati mimi na wewe tulishaachana muda mrefu sana? Nalijua hilo Zain, na ndio maana nikachukua tahadhari zote. Hapa kuwa na amani. Kuwa na amani kabisa. Mume wangu hajui kama mimi nipo huko. Kwa hiyo Nora, wewe ulikuwa na hasira. Kisa ndoa yangu. Kumbe hata nawe pia ulikuwa kwenye ndoa. Hayo yameshapita Zain. Okay, daktari kasemaje kuhusu mimi? Haujaumia sana. Risasi ilikuchubua tu kwenye bega lako, kwa hiyo utakuwa sawa. Asante sana Nora kwa kunileta hospitali. Usijali, wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Kivipi Nora? Yaani japokuwa tulikuwa tuna muda mfupi kwenye mahusiano yetu, lakini kusema ule ukweli, nilipokuwa na wewe nimejifunza namna ya kumpenda mwanaume. Nilipokuwa na wewe ndo nilijua raha ya kuwa na mwanaume. Mbona kama sikuelewi? Zain, kwako inaweza kawa ni kawaida, lakini kwangu ni kitu kikubwa sana. Kila siku nimekuwa nikikumbuka sana ile siku ulikuwa umeniingilia. Kusema ule ukweli, mpaka leo nashindwa kabisa kuisahau. Kwa unataka kusema nilikupa kitu roho inapenda, si ndio? Ndio Zain. Sasa mbona ile siku nilipokuja ofisini kwako ulinifukuza kama mbwa? Zile zilikuwa ni hasira tu. Unajua kwa raha ulonipa ile siku nilitamani ungekuwa mwanaume wangu peke yangu. Sasa kuja kusikia umeoa na istoshe yani umeoa alafu pia ulikuwa na mchepuko mwingine pia nje na mimi. Kwa kweli nilichukia sana, na ndio maana nikawa na hasira. Kwa sasa hivi hasira zako zimeisha? Ndio. Kwa sasa sina hasira. Na nipo radhi kuwa mchepuko ili mradi tu na mimi unipe kile kitu ambacho siku ile ulikuwa umenipatia. Msikilizaji, kwanza nilitabasamu huku kimoyo nikiwa najilaumu sana. Kwa nini niliweka mbele masuala ya mapenzi kuliko kutumia akili kwenye kufanya maamuzi? Leo hii mimi ndoa yangu imevunjika. Almanusura nife kwa kupigwa risasi, chanzo kikiwa ni kutembea na mke wa mtu. Maoni mwangu nilijiapiza kwamba sitaendelea tena na hiyo tabia ya kuwa na wanawake hovyo. Kuwa na wanawake hovyo bila hata kujali kama ni wake za watu au la. Nikasema hii ndo mara ya mwisho. Kwa kweli nilikuwa sijaumia sana. Nilikaa pale hospitalini kwa siku kama 5 tu. Na nilipoweza kuruhusiwa kutoka hospitalini niliamua kuondoka kimya bila kumwambia Nora. Kwa kuwa mume wake ndiye aliyekuwa kanidhuru mimi kwa risasi, sikutaka kuendelea kuwa na karibu na Nora. Kwa sababu nilijua kama jamaa yake akijua mimi niko hai, huenda akapanga tena kuniua. Nilirudi nyumbani kwa mama Kinondoni, na mama alishtuka sana mara baada ya kuweza kuona mkono wangu wa kulia ulikuwa umefungwa mabandeji juu karibu na bega. Ilibidi mimi nimueleze kila kitu mama ambacho kilikuwa kimetokea kwenye maisha yangu. Mamangu alinionea sana huruma, lakini hata hivyo alisema tabia zangu leo hii zimefanya nimerudi tena nyuma kimaisha, wakati tayari mimi nilikuwa nimeshapiga hatua kubwa tu ya maendeleo. Kitu pekee ambacho nilinufaika nacho kwenye ndoa yangu na Ana ni ukarabati wa nyumba yetu. Baada ya ndoa tu
Sehemu pesa zilizokuwa tumetunzwa kama zawadi kwenye harusi yetu nilizitumia kukarabati nyumba yetu. Kwa hiyo ilikuwa ni nyumba ya kisasa, japo sio jumba kama lile lakini ana la Oyster Bay. Kwa mimi niliendelea kugoza kidonda changu mdogo mdogo. Kuhusu hela ya kula pale nyumbani haikuwa shida sana, kwa sababu kipindi hicho mamangu mimi alikuwa akijiingiza kwenye mambo ya kisiasa. Alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa kina mama. Sikumbuki alikuwa ana nyazifa gani, lakini kitu pekee ninachokishukuru ni kwamba kila alipokuwa akienda kwenye vikao vya chama ilikuwa ni lazima arudi na kijipesa kidogo. Pesa ambayo ndio tulikuwa tunaitumia kwa ajili ya kuendesha maisha yetu pale nyumbani. Msikilizaji, najua unaweza kuona jiuliza imekuaje nimeondoka kwenye familia kina Ana bila hata senti. Ipo hivi, unajua ile familia ilikuwa na utaratibu wa kutumia akaunti ya pamoja. Yaani kwa mfano unataka kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya mambo yangu binafsi, basi ni lazima kila mwanafamilia apate kujua, anapata ujumbe kwenye simu yake ya kwamba fulani katoa kiasi fulani cha pesa. Kusema ule kweli, ile kitu mimi ilikuwa inanikera sana. Lakini sikuwa na namna, maana zile mali mimi sio za kwangu, kwa hiyo ilibidi niishi vile ambavyo wenyewe walikuwa wanataka. Pesa zangu nilikuwa naweka kwenye mitandao ya simu, lakini uwezi, maana baada tu ya kusaini nyaraka za talaka naweza nikasema ndo nilikuwa nimeshaidhinisha pesa zangu zote za kwenye simu zichukuliwe. Kwa sababu nilipojaribu kuangalia salio nilikuta pesa zote zimeshahamishwa kwenda kwenye akaunti ya benki ambayo ni ya baba mkwe wangu. Na hata sijui aliwezaje kuhamisha pesa kwenye simu bila mimi mhusika kuweza kutia password yangu. Lakini hata hivyo sikutaka kufuatilia sana, maana baba mkwe wangu ni tajiri mkubwa mno. Kwa niliamini kabisa atakuwa ametumia utajiri wake kuhamisha pesa zangu bila idhini yangu. Na hata hivyo mimi nilikuwa nimemwibia kwenye kampuni yake. Kwa naweza nikasema aliamua tu kama kunikomoa, kuchukua takiba zangu nilizokuwa nimezihifadhi kwenye akaunti zangu. Kwa mimi rasmi nilianza tena kuishi nyumbani. Niliendelea kuuguza kidonda changu mpaka nikawa nimepona vizuri kabisa. Na baada ya kupona niliona ni bora sasa nianze tena kutafuta shughuli ya kufanya, maana nimeshakuwa mtu mzima na isitoshe ni mtoto wa kiume, lazima niwe na pesa mfukoni. Kipindi chote hicho bwana nilikuwa sijawahi kumtafuta yule rafiki yangu Alibonge. Siku hiyo majira ya mchana nikiwa zangu nyumbani nilimwa kumpigia ili nijue nini kilitokea kwake, maana kama ni wizi wa pesa wote tulishirikiana. Kwa ile nilimpigia simu iliita mpaka ikakata bila kupokelewa. Nilisuenda basi akaweko busy na kazi, maana alikuwa katikati ya wiki na isitoshe ni mchana, kwa hiyo nilipanga kwamba nitampigia simu jioni. Sasa nikiwa nimetulia zangu sebuleni, ghafla nilianza kusikia mtu akigonga getini kwetu. Ilinibidi niende ili nikajue ni nani kaja. Kwa hiyo nilitoka mpaka nje nikafungua geti, ambapo nilikutana na mwanaume wa makamu aliyekuwa amevalia suti nyeusi. Akaniambia habari yako, nikamwambia salama, tusijui nikusaidia nini. Mimi naitwa Muyenja. Sijui nimemkuta bwana Zaini Saidi. Nikamwambia ndo mimi. Okay. Sasa kama nilivyosema bwana Zaini, mimi naitwa Muyenja Raji Thomas. Natokea Mahakama Kuu ya Tanzania. Nipo hapa kukuletea wito ya kwamba unatakiwa kufika mahakamani kujibu mashtaka ya kesi ya ubadhirifu wa pesa ambayo umefunguliwa na mkurugenzi mkuu wa Mposile Group of Company, Bi Ana Mposile. Nye, kwanza nilihisi moyo wangu kama vile umelia pa. Mapigo ya moyo yalianza kwenda mbio, nikasema yule jamaa akaniambia hii ni barua yako ya wito. Naomba usaini hapa tafadhali kuthibitisha kuwa umepokea wito. Msikilizaji, ilibidi ni saini, lakini akili yangu haikuwa tena pale. Ina maana Ana kaamua kunifungulia mimi kesi. Mbona mimi babake aliniambia kama nikiachana na binti yake atanisamehe? Pesa nilizokuwa nimeiba kwenye kampuni yake atanisamehe. Sasa ina maana wamenigeuka au ni vipi Mungu wangu? Nitapata wapi mimi milioni 500 za kulipa? Msikilizaji, unajua nilijikuta nakaa chini huku nikiwa nina mawazo mno. Nilifungua ile barua niliyokuwa nimeletewa pale. Nikaona kabisa ile barua ilikuwa inanitaka mimi Jumatatu wiki ijayo saa 2 kamili asubuhi natakiwa kuwa mahakamani kujibu mashtaka niliyokuwa nimefunguliwa na kampuni ya baba mkwe wangu, ambayo kwa mujibu wa maelezo ya yule mtu wa mahakama ni kwamba kampuni hiyo kwa sasa iko chini ya usimamizi wa aliyekuwa mke wangu Ana Mposile. Niliwaza sana msikilizaji. Mwisho siku nikaona okay, ni bora niende kwanza kuonana na Ana ili aniambie vizuri kwa nini amenifungulia kesi wakati walishasema wataniacha nikiwa niko huru. Ingawa babake alinipa vitisho kwamba sitakiwi kuonekana nyumbani kwake wala ofisini kwake, lakini mimi sikujali hilo. Nilifunga pale milango ya nyumbani kwetu na kisha huyo nikaanza safari ya kwenda mjini Mnazi Mmoja, mahali ambapo ofisi za ile kampuni zipo.
Majira ya saa 9 hivi za alasiri nilikuwa nimeshafika pale ofisini. Kila mtu aliyekuwa ananiona alikuwa ananishangaa huku akiniuliza nilipotelea wapi. Mpaka hapo nikagundua ya kwamba familia ya mke wangu haikuwa imetoa taarifa ya mimi kufutwa kazi pale ofisini. Nikasalimiana na watu wa mapokezini na kisha nikaomba kuona na Ana. Uzuri Ana alikuwa pale ofisini lakini alikuwa na kikao, kwa hiyo niliamua kumsubiria mpaka malize vikao vyake. Nikiwa nimekaa pale kumsubiria Ana, nilimuita mmoja wa wafanyakazi nilikuwa namjua na kisha nikamuuliza kuhusu rafiki yangu Alibonge. Yule jamaa aliniambia kwamba Alibonge alishafukuzwa kazi lakini mpaka leo hakuna mtu anayejua sababu ya Alibonge kufukuzwa kazi. Kwa sababu leo nilishangaa kidogo, kwa nini familia ya Ana umeamua kuweza kuficha kutokuambia wafanyakazi wao ya kwamba mimi na Alibonge tuliibia kampuni na ndio maana tumefukuzwa kazi. Sasa nikiwa naendelea kuwaza pale, secretary wa Ana alikuja na kisha akaniambia nimfuate. Kwa tukapanda lift mpaka ghorofa ya 5 ambapo aliniambia niingie ofisini ya Ana. Yaani kwenye ofisi ya Ana kwa sababu Ana alikuwepo huko ofisini na alikuwa ananisubiria. Kweli msikilizaji, nilizama mule ofisini. Mara baada ya kuingia msikilizaji, nilichokiona kilinifanya nijione kweli mimi ni miongoni mwa wanaume wajinga kabisa kwenye dunia. Bwana, najua nini hasa ambacho unataka kujua ambacho kijana huyu alikutana nacho alipoingia tu ofisini kwa huyu ex-wife wake ambaye ni Ana. Bwana, mazungumzo yatakuwaje? Kwanza kabla ya mazungumzo, nini ambacho alikiona? Na vipi mazungumzo yao yalikuwaje? Nini hatima ya huyu kijana? Bwana, usikose katika sehemu ya 3 mzigo mtamu kweli kweli wa kuitwa Binti Risha. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Saidi JR.